Habari za wakati huu na karibu katika kipindi hiki maalum. Sekta ya madini ni moja kati ya sekta muhimu sana kwa uchumi wa Tanzania. Mwaka 2024 sekta hii ilichangia asilimia 10.1 ya pato la taifa kwa maana ya GDP na ikavuka lengo la serikali kwa mwaka 2025. Zaidi ya mchango wake wa kifedha, sekta hii pia ya madini inaajiri zaidi ya watu milioni 6 katika uzalishaji muhimu, lakini pia katika kazi nyingine ambazo zina uhusiano na sekta hiyo, ikionyesha umuhimu wake katika maisha ya Watanzania na kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hasa ili kuongeza thamani ya utajiri wake wa madini, serikali ya Tanzania imeanzisha mikakati mbalimbali ya madini muhimu na yale madini ya kimkakati ili kuhakikisha kwamba madini hayo yanaongeza thamani na kuongeza uchumi wa Tanzania. Hii ndio hoja inayotuleta pamoja, tukiangazia umuhimu wa madini ya kimkakati katika ukuaji wa uchumi Tanzania na ustawi wa jamii ya Tanzania. Mimi ni Faraja Sendegea. Kulijadili hili katika kipindi hiki maalum, tumewaalika wataalamu na wenyeji katika sekta hii ya madini. Tunaye Benedict Busunzu, karibu sana. Asante sana. Benedict Busunzu ni afisa mtendaji mkuu kutoka kampuni ya Tembo Nickel. Tukifahamu kama Kabanga Nickel, bila shaka ni jina lililozoeleka zaidi. Labda kidogo kabla sijatambulisha wageni wengine, nieleze kidogo kuhusiana na Tembo Nickel na Kabanga Nickel. Asante sana na nashukuru kwa kutukaribisha kushiriki katika kipindi hichi muhimu ambacho kinaweza kufungua macho zaidi kwa watu kufahamu kuhusiana na haya madini muhimu na madini ya kimkakati hapa nchini. Kama ulivyonitambulisha, mimi ni Benedict Busunzu, mtendaji mkuu wa kampuni ya Tembo Nickel. Tembo Nickel ni kampuni ambayo imepewa leseni ya uchimbaji mkubwa kwa ajili ya kuchimba madini ya nikeli katika eneo linaloitwa Kabanga ambalo liko katika wilaya ya Ngara, mkoa wa Kagera. Lakini pia kampuni hii imepewa leseni ya uchenjuaji inaitwa refinery, ambapo kwa mara ya kwanza tunategemea kwamba kampuni yetu itaweza kuleta teknolojia ambapo tutaweza kuzalisha makinikia kutoka Kabanga na kuweza kwenda kuyachenjua na kutengeneza nickel ambayo inahitajika katika masuala mbalimbali ya kimkakati huko duniani. Kwa hiyo kampuni yetu tutakuwa na uchimbaji wa nickel na kuprocess pale Kabanga, lakini vile vile tutasafirisha hiyo makinikia kwenda Kahama kwa ajili ya uchenjuaji na kutengeneza nickel ambayo tutaiuza duniani. Tutaifahamu zaidi nickel na faida zake kwa Tanzania. Lakini tunaye Humphrey Simba. Humphrey Simba ni mshauri katika sekta ya madini. Humphrey, karibu sana. Asante sana. Natamani kujua kazi yako hasa ni nini na nani anaifadika na kazi yako? Okay, asante sana ndugu mtangazaji, na shukuru kuwepo hapa jioni ya leo kwa ajili ya kuzungumzia hii sekta muhimu ya madini na hasa mjadala wenyewe wa madini ya kimkakati. Mimi ni mkurugenzi wa ASNL Advisory, ni washauri wa sekta ya kimadini. Wafaidika wetu wakubwa ni makampuni makubwa yanayowekeza hapa Tanzania ambayo yanahitaji kujua namna ya kuwekeza, maeneo ya kuwekeza na compliance kwenye masuala ya kisheria, hasa sheria hizi na kanuni hizi ambazo zimeanzishwa hivi karibuni za ushiriki wa Watanzania kwenye sekta ya madini. Lakini pia tunatoa ushauri katika mnyororo wa thamani, sio tu kwa makampuni makubwa kama Tembo Nickel, Faru Graphite na wengineo, lakini tunatoa pia kwenye mnyororo wa thamani wale wagavi na watoa huduma, makampuni ya Tanzania na nje ya nchi. Lakini pia tunafanya kazi na wadau wa sekta, serikali, wadau, mashirika maendeleo, nchi kadhaa ambazo zinafanya shughuli zake hapa Tanzania na mabalozi kwa ujumla. Asante. Nakushukuru sana Humphrey, tutafahamu zaidi uzoefu wako kwenye eneo la kushauri. Lakini pia tunaye Henry Joseph. Henry Joseph ni meneja mkuu wa Godmwanga James Limited. Hii ni kampuni ambayo inachimba na kuchakata graphite, right? Yes. Graphite. Karibu sana. Tuambie kidogo kuhusu kampuni hii. Nashukuru ndugu mwezeshaji. Na mimi pia kama wenzangu walivyosema, ninashukuru Azam TV kwa kutualika katika kipindi hichi maalum cha kujadili madini mkakati na namna ambavyo yanaweza kaisaidia nchi yetu. Kampuni ya Godmwanga James ni kampuni ya Kitanzania ambayo umiliki wake kwa 100% unamilikiwa na Watanzania.
na kama ulivyosema tunajihusisha na uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya graphite mpaka kufikia 97% ya ubora. Ukifika 97%, maana yake unashindana na migodi yote inayochimba graphite. Tunakuwa tuko kwenye level sawa, kwa sababu kwenye level tunayochakata madini hayo huwezi kufika zaidi ya 98. Kwa maana hiyo, ili uweze kufika zaidi ya 98 ni kazi ya mradi mwingine tena. Kwa hivyo kampuni ya Godimwanga Gems pamoja na kwamba ilishajihusisha na madini mengine, lakini sasa hivi imejikita kwa asilimia kubwa katika uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya graphite yanayotambulika kama kinywe kwa Kiswahili. Tunayajua. Yalikuwa yanajulikana na wazee wa zamani, walitengenezea viungu na walikuwa wanatumia kwenye vitu vya kawaida, lakini imekuja kujulikana kwamba ni moja ya madini ambayo yanaenda kutoa nishati ambayo ni salama duniani, kwa maana ya kwamba kureplace mafuta ya petrol na diesel na kwenda kwenye magari ya kutumia umeme, kitu ambacho kinaenda kutupelekea sisi kuwa kama Waarabu. Maana mafuta haya yamewatajirisha nchi za Kiarabu, lakini sasa hivi tunaenda kutumia magari ya umeme. Unaweza kuona kuna Tesla, kuna BYD. Huwezi kuongelea vitu hivyo bila kuongelea graphite. Na tamani kujua ile final product ya graphite sasa ni kitu gani ambacho tunakiona? Ni mafuta, ni kitu gani? Graphite final product inakuwa katika hali ya poda. Ni vumbi jeusi. Vumbi kabisa jeusi, na ukilipima maabara ni madini yanayoitwa ni carbon. Ni imekaa kwenye kundi la madini, lakini pia ni kemikali. Kwa hivyo unavyochimba graphite lazima pia ujisajili na mkemia mkuu wa serikali. Kwa hivyo inakaa kama vumbi, na ndilo linaloenda kutumika kwenye haya magari ya umeme na kwenye kuchanganya na nickel na madini mengine ya kimkakati. Lakini huwezi kupata haya madini mengine, yanatumika kwa kiasi kidogo. Graphite inatumika zaidi ya 50% kuchanganya na hayo madini mengine kwa ratio ndogo ili kuweza kuitumia. Kwa tunapata nickel kidogo, graphite nyingi. Graphite nyingi zaidi ya 50%. Alafu tunapata kitu gani tukichanganya hizo? Mfano kama tunataka kutengeneza betri ya magari ya umeme ambayo inatambulika kwa jina la lithium battery. Lithium battery imebebwa na jina la lithium, lakini content ya hiyo battery ni zaidi ya 50% ni graphite. Ni habari mpya kabisa. Nakushukuru sana kwa kutusaidia kupata picha hiyo, na nitarudi kwako kufahamu zaidi. Lakini pia tunaungana na Hassan Simba Yahya, balozi mstaafu huyu. Anazungumza nasi kutoka pale Singida. Balozi, unatupata? Naona balozi hajawa tayari. Sasa natamani sasa tujifunze zaidi kuhusiana na madini haya ambayo tunataka kuyazungumza kwa undani. Kuna msemo kwamba madini haya muhimu ama madini ya kimkakati ni muhimu kimsingi kulingana na Henry ulivyosema, lakini sio kila madini muhimu ni madini ya kimkakati. Hii sentesi inatusaidia kutafsiri nini, Humphrey? Tusaidie kupata picha. Maana tuna aina mbili ya madini, si ndio? Madini tunaita ya kimkakati na madini muhimu, kwa Kiingereza wanasema critical na nini. Humphrey, karibu. Asante. Kwa Kiingereza tunatumia maneno critical minerals na strategic minerals. Kwa maana tukirudi kwenye Kiswahili chepesi ni madini muhimu na madini ya kimkakati. Umuhimu wa madini unategemea na nchi husika. Sasa kwa nchi kama Tanzania, madini muhimu ni yale ambayo yanatubadilisha kiuchumi, kikipato, lakini pia yanaongeza tija katika shughuli zetu. Sisi kwa Tanzania madini muhimu ni pamoja na dhahabu, kwa sababu kwa muda mrefu watu wengi tunatambua Tanzania kama ni wachimbaji wa dhahabu, lakini dhahabu ndiyo imeongeza kipato kwa nchi, fedha za kigeni, lakini pia ajira. Kwa muda mrefu tumekuwa tukichimba dhahabu, na hata leo ukisema pato letu la madini sehemu kubwa inatokana na dhahabu. Na madini mengine muhimu, sisi ni nchi ya kilimo, kwa hiyo madini yanayozalisha mbolea ni madini muhimu sana kwetu. Ukiangalia pia mahitaji yetu ya nishati bado yanategemea hydrocarbons, yanategemea bidhaa kama makaa ya mawe, na kwa kuangalia ule mpango wa nishati wa mwaka wa sasa hivi ambao tunautumia,
Miaka michache ijayo tutahitaji zaidi ya 26% ya chanzo cha nishati yetu kitakuwa kinatoka kwenye makaa ya mawe. Kwa hiyo hayo ni madini muhimu sana kwetu. Lakini ukisema madini ya kimkakati ni yale madini ambayo yatapelekea kwenye matumizi ya uzalishaji wa nishati safi na teknolojia. Ndiyo haya tunayosema critical minerals. Kwa hiyo tukizungumzia madini kama nickel, madini kama ya kinywe, graphite, cobalt na mengineyo ya jamii hiyo, haya ni madini muhimu sana kwa sababu kwa Kiingereza tunasema ni critical minerals ambayo yanapelekea kwenye energy transition na kwenda kwenye dunia ambayo inategemea nishati safi sana. Kwa hiyo haya madini ya kimkakati yanaweza pia kuwa madini muhimu kama yatakuwa yameleta tija na mabadiliko ya kiuchumi kwa nchi husika, kwa nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini madini haya muhimu yaliyotaja mwanzoni ya dhahabu na mengineyo hayawezi kwenda kuwa madini ya kimkakati kwa tafsiri ya madini ya kimkakati. Pia ningependa kuongezea madini kama kopa. Kopa huwa inachanganywa kidogo kwenye madini ya kimkakati, lakini ni madini muhimu kwa sababu shaba ambayo ndio kopa ni muhimu sana kwenye uzalishaji wa bidhaa za umeme. Kwenye uzalishaji wa umeme huwezi kuzungumzia umeme bila kuzungumzia shaba. Kwa hiyo sisi kama nchi pia tuna baadhi ya maeneo ambayo yana shaba, kwa hiyo inaingia kwenye haya makundi ya madini muhimu. Kwa hiyo ndio tofauti wa madini muhimu na madini ya kimkakati. Bwana Benedict Bisunza, hebu tusaidie kuifahamu nickel katika kundi hilo la madini ya kimkakati. Na sio ni muhimu, sio ni muhimu na kimkakati. Ni katika hiyo sentence ulioongelea kwamba kuna madini ambayo ni both muhimu lakini ni ya kimkakati. Kwa nini ya kimkakati? Kwanza kabisa kama mwenzangu alivyokuwa amezungumzia kuhusiana na madini ya kinywe, madini ya nickel sio mageni. Ni madini ambayo yalikuwa yanatumika kwa muda mrefu. Na zaidi wengi walikuwa wafahamu, lakini bidhaa mbalimbali ambazo tunazitumia hata majikoni, kwa mfano kijiko au kisu kikiwa kimeandikwa stainless steel, ujue hicho kifaa kimewekewa madini ya nickel ili kisipate kutu. Kwa hiyo mojawapo ya kazi ambayo ilikuwa inatumika ni kwa ajili ya kuzuia vyuma visipate kutu. Kuna vile vyuma kuvifanya viwe vigumu, wanasema chuma cha pua, ili ukifanya kiwe kigumu kisivunjike kirahisi, basi unatumia hayo madini ya nikeli kuweza madini ya nikeli kuweza kukafanya hicho chuma kiwe kigumu. Sasa hivi karibuni ugunduzi umeletelezea kwamba sasa hivi madini ya nikeli yameonekana ni madini ambayo yanaweza kutumika katika zaidi kwenye utengenezaji wa betri za magari kama alivyoelezea mwenzangu hapo mwanzo. Lakini dunia ndiko inakoelekea. Dunia inaelekea kutoka katika gesi ya ukaa kwenda kwenye mazingira ambayo ni masafi. Sasa dunia kama inaelekea huko, ina maana kwamba na nchi kama Tanzania tunatakiwa kujiandaa kuweka mikakati, kwa sababu tunajua kwa vile tulizoea uchumi wetu wa kimadini ulikuwa kwenye dhahabu, basi dhahabu mpya itakayokuja ni kwenye madini haya, ambapo tunajua kabisa dunia ndiko na kuelekea. Kwa haya madini yanakuwa kimkakati kwa sababu ndio madini ambayo yanaenda wanasema naenda kuipower the world, kuenergize dunia kwa ajili ya dunia hiyo tunayoifuata. Kuipa dunia nishati katika hiyo dunia tunaifuata. Na ndio maana madini kama haya ya kinywe, ya nickel, cobalt, maana pale Kabanga nayo tutakuwa na byproducts za cobalt pamoja na copper. Yote haya yanakuwa kwenye kundi hilo maalum kwa sababu yote yanahitajika katika dunia hiyo. Na tupo katika hatua gani za mradi? Maana nafahamu hatujajenga mtambo ile ya kuchenjua, sio? Yes. Sasa mradi ndio umefikia hatua ambayo tunasema hatua ya awali ya uanzishaji wa ujenzi wa mradi. Katika kipindi cha hapo nyuma kulikuwa na shughuli nyingi kadhaa ambazo zilikuwa zinafanyika pale. Kwanza kabisa ilikuwa ni kufanya upembuzi yakinifu, wanaita feasibility study, kwa sababu kabla hujaanza ujenzi wowote na kuweza kumobilize fedha za ujenzi lazima ufanye huu upembuzi yakinifu. Hilo zoezi lilikamilika mwezi wa 7 wa 8 mwaka huu. Lakini kingine kikubwa ni kuandaa jamii pale
kuiandaa jamii ikiwemo wa jamii iliyokuwa imeguswa na eneo la mradi. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali ambazo tulikuwa tumezifanya ikiwemo kuandaa mpango wa uhamishaji wananchi kwa kufuata misingi au taratibu na sheria za nchi, lakini vile vile tulienda zaidi kwa kutumia wanasema international standards ili basi kuhakikisha kwamba mwananchi ukimhamisha pale basi hali yake itakuwa ni bora zaidi ya aliyokuwa nayo mwanzo. Kwa shughuli hizo zimefanyika, tumeshalipa wanasema compensation, cash compensation kwa zaidi ya 97% ya walioguswa. Tumetumia zaidi ya bilioni 30 kwa ajili ya kufanya hivyo. Tunakoelekea sasa hivi kuanzia mwanzoni mwa mwaka unaofuata ni utaratibu wa kuanza kuwajengea nyumba wale ambao walikuwa na nyumba katika eneo la mradi ili basi tuweze kuhamisha. Lakini vile vile kutakuwa na shughuli za awali ambazo zitaanza kwa ajili ya kuandaa yale maeneo ili uchimbaji mkubwa na ujenzi wa miundombinu katika eneo la mradi ianze. Kabanga Nickel ni mradi wa muda mrefu, tumeusikia kwa muda mrefu sana. Na bado leo tunazungumza lugha hii. Nini ambacho kimeufanya uwe mradi wa muda mrefu sana mpaka sasa hatujaona hizo hatua za mradi rasmi? Yes. Ni swali zuri. Na ni kweli shimo la kwanza la nasema exploration drilling wakati wa utafiti lilifanyika kwenye miaka ya 70. Wakati huo nafikiri, na wakati ule walikuwa nasimamia shirika la Umoja wa Mataifa UNDP, wakati huo walikuwa wanafanya tafiti katika maeneo hayo, na lile eneo limekuwa limefanywa utafiti kwa muda mrefu, lakini ule mradi haukuweza kuanza kwa wakati ule, na sababu zilikuwa nyingi. Kama unavyofahamu, ule mradi uko pembezoni katika maeneo ambayo kuna kipindi hayakuwa salama sana kutokana na changamoto za kiusalama katika nchi jirani kwa wakati ule. Kwa hiyo ilikuwa ni mojawapo ya changamoto, lakini changamoto kubwa ilikuwa changamoto ya miundombinu. Na ukiwa unaongelea miundombinu unaongelea barabara, kufikika kwa ile eneo ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo hata ukifanya upembuzi yakinifu, usafirishaji wa bidhaa pale kwa wakati ule ilikuwa ni ngumu sana. Umeme ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakati ule, na changamoto zingine mbalimbali ambazo zilikuwepo kwa wakati ule. Kwa nini sasa hivi? Sasa hivi kuna vitu vingi sana ambavyo tayari vimebadilika. Ufikaji wa eneo kama lile la Kabanga, kama umeshawahi kufika, sasa hivi kufika ni rahisi zaidi. Barabara ipo, usalama katika maeneo yale kwa sasa hivi ni mkubwa. Kwa hiyo hata wawekezaji kuweka fedha zao kwa ajili ya kuendeleza mradi katika maeneo yao ni rahisi zaidi. Lakini kuna huduma kama umeme kwa mfano. Mahitaji ya umeme yalikuwa yanahitajika makubwa sana. Sasa hivi pale Nyakanazi kuna substation mpya ya umeme. Tuna pale Rusumo kuna substation vile vile ambayo kuna umeme umewekwa pale, ambapo sasa hivi eneo lile sio changamoto kuhusiana na masuala ya umeme. Kwa hiyo anapunguza sana gharama ambayo mwanzoni ilikuwa inaonekana ni kubwa kuleta nishati, lakini kwa sasa hivi nishati ipo karibu. Kwa hiyo kuendeleza mradi ni rahisi zaidi. Kwa hiyo gharama zimepungua, na ndio maana anaufanya mradi uwe ni rahisi kuendelezwa ukichangia pamoja na vitu kadhaa ambavyo sasa hivi vimeongezeka. Nakushukuru sana. Naambiwa kwamba Balozi Hassan Simba yuko nasi sasa, ameungana nasi akizungumza nasi kutoka pale Singida. Balozi, habari za wakati huu? Salama. Habari za nashukuru kwa kunikaribisha pia. Asante sana. Sawa, tunafurahi umeungana nasi. Si vibaya nikikudokeza wageni nilionao hapa studio. Wakati wa utambulisho tulikuwa hatujaungana nawe. Hapa studio tunaye Benedict Busunzu, huyu ni afisa mtendaji mkuu kutoka Tembo Nickel, kampuni ya Kabanga Nickel ile. Lakini pia tunaye Humphrey Simba, huyu ni mshauri wa masuala ya madini ama sekta ya madini, na Henry Joseph, meneja mkuu wa God Mwanga Gems Limited, kampuni ambayo inachimba madini ya graphite. Hao ndio wageni ambao tuko nao studio. Tunakushukuru sana Balozi kwa kuungana nasi. Labda swali langu la kwanza kwako Balozi ambaye umeungana nasi, si vibaya tukifahamu kidogo wakati ukituwakilisha katika nchi, si vibaya ukizitaja wakati huo ukituwakilisha, swala la uchumi wa haya madini ya mkakati lilikuwa linajitokeza vipi wakati ukituwakilisha katika nchi mbalimbali?
Mimi katika nchi mbalimbali ambazo nimekuwa nikifanyia kazi, nimefanya kazi nchi za magharibi, nimeserve Uingereza, lakini pia nchi za mashariki ya kusini, wanaita nchi ya Malaysia, niliwahi kufanya kazi kule, lakini pia uwakilishi wangu mara ya mwisho nilikuwa nchi ya Zambia, ambayo kama mnavyofahamu ni moja ya nchi ambayo uchumi wake unategemea sana madini, hususan madini ya shaba, lakini na madini mengine kama ya vito, emeralds ziko kwa wingi zinapatikana pale. Kwa hiyo hiyo ni historia yangu ndogo ya kwa ufupi sana katika baadhi ya nchi ambazo nimekwisha kutumikia wakati nikiwa kwenye utumishi wa umma. Sasa wakati huo ukiwa mwakilishi wa nchi ya Tanzania katika nchi mbalimbali, natamani kujua uzoefu wako kwenye hili swala la uchumi wa madini ya kimkakati ambayo ni muhimu, japo yalikosa umaarufu sana kwa wenyeji ambao ardhi yao inayatoa haya madini. Kwanza niseme madini ya kimkakati yana diplomasia yake. Diplomasia ya madini ya kimkakati ni kubwa kwa sababu yanahusu sana ustawi wa nchi, lakini pia yana mchango mkubwa sana kwenye utengenezaji wa teknolojia ya kisasa. Uchumi wa kisasa unazunguka kwenye madini haya adimu. Kwa hiyo nchi nyingi especially hususan mataifa makubwa yanategemea sana madini haya kwenye uzalishaji wa silaha, teknolojia za anga za juu, lakini pia teknolojia za kisasa kama vile nishati jadidifu, nishati mbadala na mengine mengi ambayo kwa kweli dunia inakokwenda sasa hivi inasababisha madini haya yawe nyeti. Kwa hiyo labda hilo kwanza ni la muhimu kujua, kwamba nchi ambazo zina madini haya zinakuwa zina umuhimu wa kipekee kwenye mahusiano ya kimataifa. Na kushukuru Barozi, nitarudi kwako. Ngoja nirudi hapa studio. Wataalamu wangu Henry, Bwana Busunzu na Humphrey. Tukilima mahindi tunapata unga, tunakula ugali. Kwa kila mmoja anaweza akashuhudia matokeo ya mahindi ni kwamba amepata ugali ama kitu kingine kitokanacho na huo unga. Najaribu kufikiri tu katika mtizamo wa kawaida, uwiano wa akiba tulionayo ya haya madini ya kimkakati, graphite, nickel, na ule uhalisia wa matokeo yake ya matumizi kwa Tanzania, tunauona ama ni vitu ambavyo lazima tu viende nje kwa Mtanzania wa kawaida kujivunia kwamba hivi vitu vimetokana na madini yatokanayo kwenye ardhi yetu? Henry, nashukuru mwezeshaji. Kwanza ningependa kuchangia pale ambapo wenzangu walichangia. Sawa. Kwa upande wangu, mfano kwa haya madini mkakati, dunia ina mikakati yake, mikakati ya kutunza mazingira, lakini sisi pia kama nchi tuna mikakati yetu. Mfano kwenye Wizara ya Madini tuna msemo unaosema madini ni maisha na utajiri. Na tuna vision ya mwaka 2030. Sasa kufikia hii vision ya mwaka 2030 ya madini ni maisha na utajiri, kwamba tunataka haya madini sasa ya reflect kwenye mifuko yetu, kwamba sasa kweli tuna madini na kwenye mfuko tuna pesa. Tuna silaha za kutumia. Silaha hizo za kutumia ni madini haya muhimu. Madini ya kimkakati, kwa sababu yanaendana na mkakati wa kidunia. Kwa hiyo tunaweza kwenda sambamba. Na umeuliza swali zuri kwamba tunaiona hiyo safari. Uzuri ni kwamba Tanzania tuna deposit kubwa sana ya madini haya ya kimkakati.
Mfano graphite kwa Tanzania tunashika namba 5 duniani kwa kuwa na deposit kubwa. Namba 5. Namba 5. Lakini kwenye hiyo namba 5 inatuonyesha kama tuna deposit ya tani milioni 18. Na hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba bado tafiti hazijafanyika kwa kina. Zikifanyika kwa kina tunaweza tukawa namba 2. Hiyo kulikuwa kuna graphics hapa inaonyesha akiba madini Tanzania ikionekana kama ni ya 9, lakini hii ni jumla nafikiri. Akimaanisha kati ya nchi 10 zenye akiba ya madini adimu kwa mwaka 2020. Tanzania kama ya 9. Hiyo ni kwa ujumla wake. Kwa ujumla wake. Nickel ikiwemo, graphite ikiwemo. Sasa ulikuwa unazungumzia graphite kwa nafasi yake. Sasa uliuliza kwamba tunaona haya madini yakiwa na mchango. Mimi naona kwamba kuna mchango mkubwa. Kwa sababu madini yetu haya ya graphite, mfano sisi Godmwanga James tumeajiri watu wa ajira za moja kwa moja kwenye miradi yetu miwili, sio chini ya watu 1000. Hawa watu 1000 wanaweza kupokea mshahara wa mpaka milioni 600. Watakapopokea mshahara wa milioni 600 inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kila mtu mmoja ana watu labda 4 nyumbani. Utachukua 1000 unazidisha mara 4. Tayari kuna watu kama 4000 wanaofaidika kwa kipengele cha ajira. Lakini unapoanzia uchimbaji unaanzia mgodini mpaka bandarini. Mgodini kuna explosive. Kwa hiyo anayeuza explosive anafaidika. Na uzuri serikali imeweka mpango mzuri wa local content, kwamba kuhakikisha kwamba chochote tunachokifanya kinanufaisha kampuni za ndani na wadau wa ndani kwanza. Kitakapokosekana ndipo kiende nje. Kwa hiyo mimi naona faida kuanzia pale mgodini. Excavator inafanya kazi, tunanunua diesel, tunanunua ndani, tunanunua matairi ya hiyo gari, tunanunua filter za excavator. Hayo ni mamilioni ya pesa. Lakini unarudi kwenye vifaa vya kiwanda, vifaa vya umeme, vifaa vya mabomba, vyote vinanunuliwa ndani. Lakini unaendelea, japo tumesema kwamba Wizara ya Madini au madini yamechangia 10.1 ya pato la taifa, lakini pia imeboost sekta zingine. Kwa hiyo ukitoka mgodini ukaja paka kwenye kiwanda chenyewe kinachochakata, ukaja kwenye kodi tunayolipa, kuna uchumi jumuishi. Ukija kwenye umeme, ukija kwenye matransporter wanaotransport huo mzigo kuuleta bandarini, kuna madereva wanapata kazi, kuna makampuni yanapata kazi. Ndugu yangu kama Humphrey pale naye anapata watu sasa wa kuwashauri. Kwa hiyo tunakuta kwamba huo mnyororo wa thamani unawagusa wananchi kwa asilimia kubwa sana. Na sisi tumeona, kama mimi mwenyewe nina ajira tayari, ambao pengine kama kuwepo na Godmwanga, hata kama huwajui wengine, mimi tayari ni sample kwamba nina ajira. Kwa hiyo haya madini mkakati yanatija sana na yanasaidia nchi. Unaona kwamba Wizara ya Madini imekuwa ikiongeza mchango wake kwenye pato la taifa kwa kasi sana. Madini mkakati nayo yapo. Asante. Ningeomba na mimi nichangie kama utaniruhusu. Sawa, karibu. Kuna jambo aliligusia mwanzoni, na aliligusia namna ambavyo, mfano tu wa namna ambavyo haya madini ya kimkakati yanavyohitajika kwenye betri ya gari. Akatolea mfano wa lithium, wanaita lithium ion battery, ambayo ni kweli kwenye betri ya kawaida. Nafikiri kama mnakumbuka, ukiwa mtoto mdogo ukichezea ile betri, ukivunja unakuta kama kuna unga mweusi ule, kuna kitu kama kikalamu mle ndani, kama kikalamu. Yale ni madini ya kinywe. Na kwenye betri yoyote, kama unakumbuka kemia, kuna upande unaitwa anode na kuna upande unaitwa cathode. Anode ndo ule upande ambapo ndo madini ya kinywe ya graphite yanapokaa. Ni madini ya graphite peke yake, na ndo maana yanachukua asilimia kubwa. Na cathode ndo yale madini sasa ambayo yana characteristics za kuhifadhi nishati, ambapo kuna katika cathode madini makubwa mengi ni nickel,
kuna cobalt, kuna lithium hiyo iliyotamkwa, na baadhi ya madini ambayo yanapatikana kwenye rare earth elements. Alafu kuna copper. Copper mara nyingi kwenye wiring zote zinazohitajika, kitu chochote kinachohusiana na umeme kitahitaji copper kwa sababu utahitaji cables. Kwa nini imetamka? Madini yote niliyokuwa nayatamka yanapatikana Tanzania. Kwamba unaongelea graphite ipo Tanzania, unaongelea nickel, cobalt, copper tunayo pale Kabanga, lithium ipo pale Dodoma, nafikiri kama sijakosea. Kama tunaweza kuzalisha haya madini na sheria ya nchi pamoja na ambavyo kama hivi tumetolea mfano, wenzetu hao wa Kinywe wanaongeza thamani hapa nchini. Nickel, cobalt na copper, na sisi tutaongeza thamani tutakapokamilisha mradi wetu, tutaongeza thamani hapa nchini. Sasa tuko tunaongelea ile dira ya mwaka 2050. Mkakati wetu kama nchi, nafikiri tunatakiwa kutoka sasa katika ile fikra ya sio tu kuongeza thamani ya madini pekee, lakini tuende kuongelea katika uzalishaji sasa wa hizo bidhaa. Kama madini yote 90% au 95% zinapatikana nchini na tunaweza tukazalisha katika kiwango kinachohitajika, kitu gani kitatuzuia kuvutia wawekezaji wa kutengeneza betri za magari? Na kama betri za magari tunaweza kuzitengeneza hapa, kitu gani kitazuia kuvutia makampuni kama Tesla, BYD tumetamka wao kuja kuweka ufungaji wa hayo magari hapa Tanzania, kwa sababu kama 90% ya bidhaa unazozihitaji zinapatikana Tanzania, hivyo vitu vinawezekana. Kwa nafahamu kuna mpango mkakati viko kwenye dira ya 2050 na madini haya ndiyo yanaweza kusaidia kufika katika hiyo picha kubwa ya na ndio hoja ambayo ilikuwa inakuja umeni preempt kidogo kwamba uchimbaji na uzalishaji wa madini ni jambo moja, lakini madini yanatuzalishia nini, hilo ni jambo lingine ambalo nafikiri ni muhimu zaidi ya Humphrey, sio? Yes, nataka nisikie sasa ushauri wako kabla hatujafika hapo. Na mimi nataka niongezee nachotaka kuongezea. Tumetoa tafsiri ya madini ya kimkakati na madini muhimu, sawa, lakini tumetaja madini mawili tu sana, nickel na Kinywe, kwa sababu ndio wageni tulionao, lakini utatuambia zaidi. Nataka nitoe picha pana. Tunapozungumzia madini haya ya kimkakati tulionayo kwa haraka ambayo tayari yameshafanywa utafiti na kuonekana yako tayari kwa kuendelezwa, tuna madini haya ya graphite, yani madini ya Kinywe. Kwa bahati nzuri, mchimbaji ambaye tayari anaendeleza uchimbaji na anachakata na kusafirisha ni Mtanzania, Godmwanga, ambao mgodi uko pale Tanga. Huyu tayari anafanya na tunaona matokeo. Na tukizungumzia Tanzania kama wazalishaji wakubwa wa madini ya Kinywe, tunazungumzia Godmwanga. Lakini tuna migodi mingine ambayo iko tayari kwa kuanza uchimbaji. Kuna migodi mikubwa miwili pale Mahenge, mgodi wa Faru Graphite na mgodi wa Ecograph ambao iko karibu. Lakini kwa upande wa wenzetu wa Lindi na Mtwara, kuna kiasi kikubwa sana cha graphite na baadhi ya makampuni ambayo yako tayari kwa kuendeleza. Na tukirudi kwenye madini mengine, ni madini ya nickel ambayo tuko na Tembo Nickel ambayo ni kampuni tanzu kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni ya Lifezone, zinakutana pale, tutaweza kutoa details baadaye. Lakini pia pembeni yake kuna mradi mwingine wa nickel, ila kuna hilo ambalo umeliweka katikati hapo, umesema REE, rare earth elements. Haya ni madini ambayo tayari tuna kiwango cha dunia kule Nguala, Songwe, mkoani Songwe. Kuna mradi ambao uko tayari na uko chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni ambao hivi karibuni imechukua, inaitwa Shenge. Kwa ujumla wanaunda kampuni inaitwa Mamba Minerals. Sasa tayari tuna madini makubwa haya matatu, nickel, graphite na hizi rare earth elements. Nadhani tunaweza tukaenda kwenye tafsiri ya rare earth elements ni zipi, lakini tunazungumzia madini yote muhimu ambayo yanahusika kama Balozi Simba alivyosema kwenye uzalishaji wa silaha, aerospace engineering, kwenye upande wa matibabu na vifaa tiba, MRI na some other medical devices, zote zinategemea madini haya. So ukiangalia kuna lithium ambayo haijaenda kumaliza utafiti, lakini kuna ushahidi wa kuwepo lithium kwa upande wa Dodoma, lakini pia ushahidi wa kuwepo kwa lithium kwenye mkoa wa Kilimanjaro. Pia kuna madini mengine ya nickel, lithium haya ya kimkakati ambayo yametapakaa nchi nzima. Ila ni kwa kiwango gani, kujibu swali lako, itategemea kufanyika utafiti, yani exploration drilling, ili uweze kutambua
kwa sababu na kusema kwamba kwa kiwango hiki ndicho tulicho nacho, ila kwa sasa tukizungumzia madini yaliyoko Tanzania ni kutokana na utafiti ambao tayari umeshafanyika. Nakushukuru kwa kutupa hiyo picha. Ngoja tuende kwa balozi. Bila shaka balozi, unatusikia na tamani kusikia kutoka kwako, ikiwa madini haya ya kimkakati ni muhimu kiasi hiki na upatikanaji wake Tanzania ni mkubwa kama wanavyosema hawa wataalamu, nini kikifanyika tunaweza kuwa na uwekezaji mkubwa ambao utatafsiri matokeo ya rasilimali hiyo kwa Watanzania? Kwa sababu inaonekana tuna export, tunapeleka nje ili dunia ipate nishati, lakini si vitu vyote vinazalishwa kwetu ambako madini yanatokea. Nini tukifanya tunaweza tukawaleta wakina Tesla na makampuni mengine makubwa kuwekeza hapa ili Watanzania waone faida ya kuwa na rasilimali hiyo? Asante mtangazaji. Kwanza kabisa niseme na mimi ningependa kuongeza madini mengine mawili ambayo hayakutajwa moja kwa moja ya kimkakati, ingawaje tunaangalia haraka. Urani ni miongoni mwa madini mengine yana umuhimu mkubwa sana, na hivi karibuni tumeanza kujihusisha nayo. Jingine ambalo pia ni muhimu sana, hatuliangalii kwa sababu pengine sio rare earth element, lakini ni dhahabu. Dhahabu na yenyewe ina nafasi yake kubwa sana, hususan kipindi hiki ambako dunia taratibu inaenda kurejea kwenye sarafu kuunganishwa na dhahabu, kwa maana ya kwamba hard currency inategemea inafunganishwa na uwepo wa dhahabu. Tanzania sasa hivi katika nchi ambazo zina unasema hazina kubwa au nini wanasema reserve kubwa ya dhahabu, na sisi tumo, nadhani tuna tani sio pungufu ya 15 ya dhahabu safi. Kwa hiyo peke yake inatuweka katika picha ya dunia. Sasa nini kifanyike? Nadhani kwanza kinachotupa nguvu sasa hivi na kuanza kuangaliwa kwa jicho la makini ni kwamba sisi tuna dira. Katika dira yetu ya 2050 tayari tumejipanga, tunataka kuendelea na kutumia madini haya ya kimkakati kama sehemu ya maendeleo yetu. Sasa kuwa na dira peke yake haitoshi, lakini uongozi ambao nao umejipanga, kwa maana ya kwamba sasa tunafanya mambo, uzalishaji wa madini yetu yanakwenda kuleta manufaa kwa wote, au Mheshimiwa Rais amekuwa akisema mara kwa mara win-win. Na hiyo sasa inadai uzalishaji wa madini yetu isiwe tu kwa ajili ya kupeleka, lakini iwe pia ni kwa ajili ya kufanya kuongeza thamani hapa nchini. Hiyo itatengeneza ajira, lakini kubwa zaidi itahamisha teknolojia kutoka iliko na kuileta hapa nyumbani, na hivyo kuifanya nchi yetu moja ya nchi ambazo zitakuwa zinatizamika, kwa sababu sasa tutakuwa tuna uwezo wa kuzalisha, tunayo teknolojia, na hivyo kuwa na wanasema beneficiation ya moja kwa moja na kuibadilisha nchi na wananchi wetu kwa kiasi kikubwa sana, kushinda ambavyo watu wengi wanavyoweza kuifikiria. Balozi, nakushukuru. Tarudi kwako Humphrey. Yes. Nisikie kutoka kwako, nini tukifanya tunaweza kuvutia huo uwekezaji mkubwa ili hayo madini tunayozalisha hapa yaanze kutuzalishia bidhaa hapa, sio? Yep. Labda kabla kusema nini tukifanye, ni tungepata picha kubwa kwamba tuna deposits, yani tuna madini haya yapo. Shughuli inayofanyika ya kwanza kubwa ni kuyatafiti na kuyabaini. Baada ya hapo ni kuyachimba.
Tukiyachimba kuna uhitaji. Tumeshayabaini, tuna graphite, tuna nickel, tushabaini, sio? Sasa tumeyachimba, kinachofuata ni kwamba kuna pande tatu. Kuna upstream activities, hizi ni kule kwenye uchimbaji kwenye migodi. Kwenye midstream ambapo ndipo tuna uongezaji thamani mdogo, na kuna downstream. Downstream ndiko ambako tunaona bidhaa ya mwisho kama hiyo tablet uliyoshika. Na yes, na kama inatokana na nickel pia, inatokana na madini mbalimbali ikiwemo cobalt. Ndio umeshikilia hapo. Madini ya kimkakati. Sasa hapa tumezungumzia kuhusu betri hizi za umeme, na hizi ndio bidhaa za mwisho ambazo zinapatikana, ndio hizo downstream activities. Kuna penseli hizi tunazozitumia. Kwa hiyo ili kuweza kwenda huko, kwa nini tunapeleka duniani? Ni kwa sababu duniani ndiko kuna viwanda, na ninavyosema duniani tunamaanisha kupeleka nje. Ndiko ambako kuna viwanda vinavyozalisha. Sasa hivi viwanda vinajengwa kutokana na uhitaji na vile namna ambavyo vinalindwa. Yaani kwa maana nyingine, mitaji huenda kule ambako inatakiwa, huenda kule ambako italindwa, huenda kule ambako itazalishwa. Yaani itazaa, itapata faida. So kwa maana nyingine, ili sisi tuweze kuvutia viwanda, ni lazima tuondoe changamoto ambazo zinapelekea kutokuwa destination kwa ajili ya ujenzi wa hivyo viwanda. Kwa hiyo tunapozungumzia nguvu kazi, rasilimali watu, tunapozungumzia teknolojia, tunapozungumzia nishati, tunapozungumzia miundombinu, na tunapozungumzia sasa gharama na changamoto zingine za kiutendaji kama urasimu na kodi, hizi ndizo vinavyovutia wawekezaji. Kwa hiyo anapofanya maamuzi ya kwenda kuweka kiwanda chake China, ni kwa sababu hivi vitu vinavyomvutia, kupunguza gharama na kuongeza soko lake, vinapatikana. Kwa hiyo kama tunataka Tanzania sasa iweze kuwa uelekeo wa wawekezaji wakubwa wa ndani na wa nje, ni lazima tuangalie zile blockages, zile issues ambazo zinafanya wasije. Kwa hiyo hata sera zetu zenyewe zinabidi zivutie wawekezaji, kwa sababu sera zetu zikiwa zinavutia wawekezaji, changamoto zetu za kikodi zikiondolewa, na hata hizi rasilimali zenyewe tunasikia hapa kwamba unahitaji nickel, unahitaji rare earth element, unahitaji kinywe. Je, tunacho kinywe na haya madini mengine yote ya kutoshea? Kwa sababu kuwa navyo hivi viwili haimaanishi tunaweza kwenda kutengeneza bidhaa ya mwisho. Kwa bidhaa ya mwisho itahitaji vitu vingine vyote. Vinginevyo tukitoa fursa kwa dunia, then dunia itatufikia, na kwa maana nyingine tayari tuna msingi, raw materials. Kwa kama tuna raw materials, inabidi tutengeneze jitihada zingine za kusema tunaweza tukazalisha final product. Na huko ndiko uchumi uliko, kwenye kuzalisha. Na ukiangalia tayari tumetengeneza hizi kanuni za ushirikishwaji, ambazo kama tungezungumzia vizuri, kanuni za ushirikishwaji wa Tanzania, yani local content, zinaangalia manunuzi, procurement, ambako ndiko sehemu kubwa ya shughuli za makampuni, zinaangalia ajira ambako tayari tunaziona, lakini kingine kikubwa zaidi ni value addition in country, yani uongezaji thamani hapa. Na ndipo hapo kwenye fedha, kwa sababu thamani ya madini inaongezeka kwa zao lake la mwisho. Kwa kama tutaweza kucapitalize na kuangalia kwamba dunia ikavutika kuja kuanzisha viwanda hapa, basi tutakuwa tumetengeneza fedha nyingi zaidi. Kabla sijaenda kwa Benedict Msunzu, aniambie kidogo tunaongezaje thamani ya madini ya nickel na mkakati ulivyo, nirudi kwa Balozi. Balozi, umemsikia Humphrey. Nataka kusikia mtazamo wako kuhusu hiki alichokisema Humphrey Simba. Balozi, naona hajakaa sawa. Okay. Nije kwako Msunzu. Asante sana. Nilikuwa nataka kuongezea ambapo Humphrey alikuwa anazungumzia. Kwa Tanzania tumeanza vizuri. Kwanza tuna mpango, tuna dira ya mwaka 2050 ambayo inaelezea haya yote, kuanzia uongezaji wa thamani, lakini vivyo kuchochea uchumi kupitia viwanda mbalimbali ambavyo vinaweza kuzalisha downstream, kama ambavyo amegusia hapo Humphrey. Lakini vile vile wizara yetu imeenda mbali. Kuna sheria ilibadilika ambapo sasa hivi imempa mamlaka waziri kuweza kutambua au kuelezea madini hasa yapi ambayo yatatambulika kama strategic minerals, madini ya kimkakati. Sasa kitu gani kifanyike? Humphrey amegusia changamoto ziondolewe, lakini mimi nataka kusisitizia kwamba changamoto ziondolewe, lakini serikali iweze kufanya kitu kwa uharaka kidogo, ili basi tuweze kukimbizana na muda. Changamoto ziondolewe.
changamoto nikimaanisha kwamba vitu ambavyo vinachelewesha urasimu. Na kama urasimu sio dhambi, lakini si dhambi, lakini zinachelewesha. Ukizidi sana labda. Exactly. Zinachelewesha. Kuna maeneo ambapo tunachelewesha kuweza kuipata miradi iweze kuanza kwa nani. Lakini pale ambapo tunakuta mipango yetu haiendani na sheria zilizopo kwa wakati huu, basi utaratibu wa kuweza kurekebisha hizo sheria ili zichochee uwekezaji katika maeneo ni muhimu. Kwa nini nasema uharaka? Watu wengi hawafahamu kwamba madini haya mengi ya kimkakati, mengi ni madini ambayo yanaweza kuwa recyclable, kurejelezwa ama? Yes, unaweza ukishachimba kwa mfano kama madini ya nickel, ukayaingiza kwenye betri ya magari. Betri ile ikatumika baada ya muda fulani, unaweza ukarudisha ile betri kama imekufa kiwandani na yale madini yakatumika tena. Maana yangu ni nini? Leo hii tunaweza tukawa tunaongelea baadhi ya madini kwamba ni ya kimkakati kwa wakati huu kwa sababu dunia inahitaji haya madini kwa wingi. Lakini itafika wakati kama yatakuwa yamechimbwa sana kwa wingi, watu wataenda kuwekeza katika kurejeleza. Kwa hiyo sasa kama utakuwa bado hujaweza kwenda na muda na kuweza kuyachimba, ina maana kwamba wakati huo utaanza kwenda kushindana na wale ambao tayari ameshazalishwa kwa wingi, wanarudia wanafanya recycling wakati wao unapambana kuchimba. Yes, sasa na wakati huo utakuwa umeshachelewa. Kwa hiyo lazima tufanye jitihada za mahususi kufungua, kuweka mazingira sahihi, na serikali inajitahidi sana. Tunazungumza, tunatoa ushauri vile vile kama makampuni, maeneo ambayo tunaomba yaangaliwe na kupitia wizara wameshaanza kuyasikia na kuyafanyia kazi. Henry, nisikie kutoka kwako, kitu gani kikifanyika, na wewe utatupa uzoefu wa Godmwanga kwenyewe ambako mnachimba na kuchakata. Nini kikifanyika tutavutia uwekezaji wa viwanda vya kuzalisha bidhaa hapa nchini moja kwa moja badala ya kuexport? Nashukuru sana. Nilikuwa nasubiri ile swali kwa hamu. Ndugu yangu Benedict amesema vizuri kwamba kwenye nickel kuna hiyo kufanya recycle. Nashukuru Mungu kwenye graphite haiwezekani. Mimi siko kwenye hiyo changamoto. Graphite ikitumika imeisha. Kama umetumia kilo moja, imeondoka. Lazima urudi mgodini kwangu kuchukua tena. Huwezi kufanya recycle. Hiyo ni advantage kwa upande wetu. Kuna swali ambalo ulikuwa ukiuliza sana kwamba tunapata nini mwisho? Kama tunapika, tunalima mahindi, tunakula, tunaona. Haya madini yanatupa nini mwisho? Sasa labda niweke uwazi. Kuna kitu ambacho huwa kinasemwa na tunakipenda, lakini kuna wakati sio sahihi. Mfano, tukisema kwamba tusisafirishe ya madini, tutengeneze bidhaa hapa nchini. Kuna wakati ni sahihi na kuna wakati sio sahihi. Mfano, kwenye graphite, unapoipeleka graphite ikafika 97%, inakuwa kama unga. Unga unaweza ukapika uji, au unaweza ukapika ugali, au unaweza ukaosha viatu ukaweka, wanaweka watu wa shoshaini kama ulishaikuona. Sasa 97% ni final product. Kwa maana ya kwamba kuna mtu anaichukua hiyo 97%, anaitumia hivyo hivyo. Na kulifafanua hili, labda niseme matumizi yake. Graphite ni 10% tu inatumika katika battery. Lakini 10% kubwa ya graphite haitumiki katika battery. 41% ya matumizi ya graphite ni refractories, vizuia joto. Unapoenda kwenye viwanda kama vya nondo, ile pale mahali wanapoyeyusha ule uji wa nondo, vile vyuma, panahitaji joto kama la joto 1600 ili uweze kuyeyusha chuma. Joto ni kali sana. Graphite ndio inaweza kuhimili joto hilo. Kwa sababu kama una joto la 1600, hicho kinachoshika hilo joto, huo uji wa chuma, kinatakiwa kiwe graphite. Kwa sababu melting temperature yake ni 3600. Yaani kwa maana kwamba sasa kijiko cha kuchota uji wa chuma ule ukolea ule mwekundu ni graphite. Kikiwa chuma kitayeyuka pia.
Kwa graphite inaweza kuhimili. Kwa matumizi makubwa ni kwenye vitu vya joto, vizuia joto. Na kwenye vizuia joto hakufanyiki kitu kikubwa zaidi ya pressing. Kama unatengeneza refractory blocks, ni pressing tu, unachanganya na madini mengine kidogo tu, una press. Hicho tunaweza kufanya hata hapa Tanzania, tunaweza kufanya. Lakini utakapokifanya hapa, soko liko wapi? Kwa sababu inahitaji viwanda vingine vya chuma vingi, na viwanda vinavyofanya kazi, ukuwe na viwanda vingi tunavyo vinavyoweza kuchukua hayo material. Hatunavyo vya kutosha hivi vya nondo na nini, sawa. Viwe vingi ili kuweza kuendana na ukubwa wa uzalishaji. Lakini matumizi mengine ya graphite, inatumika kwenye rangi, inatumika kwenye betri hiyo 10%, inatumika kwenye grisi ya mitambo mikubwa sana yenye joto kali, inatumia graphite. Inatumika kwenye silaha, sababu mitutu kama ya vifaru, ile mtutu ule pembeni inawekwa hiyo ili kusababisha kuhimili lile joto lisichome chuma, na maexhaust ya mitambo yenye joto kali. Kwa hiyo una swali lako kwamba tufanye nini na serikali ifanye nini ili tuweze kuwa na bidhaa za mwisho hapa. Kwanza kuna changamoto moja, pamoja na vitu vingine kama sera alivyoviongelea ndugu yangu Humphrey, sitasema hapo, lakini kuna swala moja kama la umeme. Kiwanda chochote kinahitaji umeme. Huwezi kukiendesha na miujiza, lazima kuwepo na umeme, na viwanda hivi vinatumia umeme mkubwa sana. Mfano graphite yetu sisi tunaifikisha 97%, unaweza ukaiuza paka $750 kwa tani. Ikienda China, ikipelekwa kwenye 99.9%, inaweza kuuzwa $20,000. $20,000, sijakosea. 9.99995 inaweza kufika $20,000. Lakini ili kuweka hicho kiwanda cha kuzalisha hiyo, kuongeza kutoka 97 kupeleka 99, inaonekana kama ni 1 point tu imeongezeka, lakini huo mradi unahitaji umeme mkubwa sana na umeme wa uhakika. Hata hivyo viwanda vikubwa tunavyosema vya chuma, ili uwe na hicho kiwanda kikubwa cha chuma na umeme umekatika, tayari unatengeneza hasara kubwa sana. Kama sisi Godmwanga Gems, hatusemi kwamba hatuoni bidii za serikali zinazofanyika. Kama sisi Godmwanga Gems tuna appreciate sana. Sisi kama wazawa, ukweli ni kwamba serikali imetusapoti sana. Kutokea day one tunaanza hizi harakati, madini haya alikuwa yajulikani, maana sisi ni wa kwanza. Miongozo, usaidizi wa maofisa wa serikali kutoka Wizara ya Madini umekuwa karibu sana. Changamoto zetu upande wa TANESCO wamekuwa wakizifuatilia kwa karibu sana, lakini hatuwezi kusema basi imetosha. Bado kuna gepu ambalo liko nje ya uwezo ya watendaji wa TANESCO au watu wa wizara wa chini. Ni serikali ione kwamba sasa kuna haya madini mkakati, ili kuyapata na kuyachenjua unahitaji pia umeme. Umeme ni kitu cha muhimu sana katika hizo plant za kuchenjua haya madini. Kwa hiyo ukiniuliza ni nini kifanyike, kama mimi ninayetoka Godmwanga Gems, ninaona umeme unanibana. Kwa sababu nilikuwa nizalishe tani 700 kwa siku, nakuja kuambulia nazalisha tani 150 kwa siku. Umeme sio uhakika. Na hili tatizo la umeme si kwamba nchi yetu saa nyingine haina huo umeme. Umeme upo mpaka umezidi. Ndio maana kuna wakati waziri alifafanua, watu wakasema unaongeaje wewe? Lakini alikuwa yuko sahihi. Umeme uko mpaka unazidi. Changamoto wakati mwingine ni miundombinu ya kufikisha. Unakuta line imetoka kilomita 100 imepita katikati ya pori. Hata nyoka tu akipanda juu ya waya umeme unakatika. Anaharibu. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kama na pointi moja, pamoja na sera na vitu vingine, swala la umeme. Kwa sababu ili nchi yetu iendelee, lazima tuuze kitu nje, kwa sababu uchumi ni kunyang'anyana pesa. Nakushukuru Henry. Nafikiri nitarejea kwako. Naambiwa balozi amerejea. Yupo balozi? Nipo. Na balozi, bila shaka ulikuwa unajaribu kusikiliza hoja za wazungumzaji wetu hapa.
bado tulikuwa kwenye nini tukifanya tunaweza kuvutia uwekezaji mkubwa ili malighafi hii tunayoipata hapa nchini iweze kutuzalishia bidhaa za mwisho hapa. Nisikie uzoefu wako kidogo. Mengi wameyasema wenzangu kwamba kunahitaji kujipanga vizuri, lakini kikubwa zaidi ni kuwa na sera nzuri, sheria nzuri. Huko nyuma tumepata kuwa na sheria tumezipanga, tunakuwa tunasema sera ni hivi, sheria ni hii, lakini pia tumekuwa tunabadilisha mara kwa mara sheria. Sasa wawekezaji mara nyingi wanapenda mazingira yenye kueleweka au stable environment ambayo ni predictable. Kwa hiyo hilo nalo ni muhimu sana. Mara kwa mara tumekuwa tunabadilisha taratibu zetu katikati ya safari. Wanasema usibadilishe farasi ukiwa katikati ya mto, unaweza gari lako linaweza kwenda au farasi wakapotea. Kwa hiyo hilo nadhani ni muhimu sana tuweze kuwa nalo, kwamba tumepanga, sera ziko hivi, sheria ziko hivi, zinamlinda mwekezaji, lakini pia zinasupporti mahitaji yetu, lakini ziwe zinatabirika. Bila hivyo wawekezaji wengi katika muda mwingi ambao tumefanya katika kukimbia duniani tukitafuta wawekezaji, moja ya mambo yalikuwa yakiathiri sana ni hiyo, kwamba we are not predictable. Sasa hivi nashukuru kwamba TIC ambayo baada ya kuwa imefanywa mabadiliko ya sheria pamoja na kuunganishwa na maeneo ya uwekezaji, kumeanza kuonekana sasa stability, na ndio maana unaona uwekezaji umeanza kuwa unashika kasi. Lakini jingine ambalo ni muhimu sana, mwekezaji akishakuwa amekuja hapa nyumbani anaona kabisa fursa iko pale, lakini capacity zetu tunapofika sasa, wanasema customer care, hao ambao sasa ndio wapo kwenye kumhendo huyu mwekezaji kashafika, tuna mapungufu makubwa. Kwa hiyo hilo nalo tunatakiwa tulifanyie kazi, kwa sababu hatuko peke yetu. Kuna wengine hawana hata makubwa kama ya kwetu, lakini wanafanikiwa sana kwa sababu wanajua namna ya kumwenga mwekezaji. Kwa hiyo hilo nalo ni muhimu sana, tuwe na salesmanship, lakini pia customer care, kwa maana ya kwamba mwekezaji tunamtaka aje, na kuja kwake kutoka kutunufaisha. Kwa hiyo tuweze kumshughulikia ipasavyo ili asiweze kuperuka, vinginevyo atakwenda kwingine ambako kuna fursa kama hizi, japo si nyingi. Asante. Nakushukuru sana balozi kwa maoni na mtazamo huo. Nimkumbushe tu mtazamaji, hiki ni kipindi maalum. Hoja inayotuleta pamoja ni mchango wa madini ya kimkakati katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Na hapa studio tunaye Benedict Bisunzu kutoka Tembo Nickel. Huyu ni mkurugenzi mtendaji, afisa mtendaji mkuu wa Tembo Nickel. Tunaye Humphrey Simba, mshauri katika sekta ya madini, lakini pia tunaye Henry Joseph. Huyu ni mwekezaji mzawa katika kampuni ya uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya graphite, lakini pia tunaye Balozi Hassan Simba Yahya akizungumza nasi kutoka pale Singida. Na pia unaweza kushiriki nasi, nambari ya simu inapita hapo katika screen. Unaweza kututumia maoni na ushauri ama maswali, na tutayapitia hapo baadaye. Ni kushukuru sana kwa nasi. Tutakwenda mapumziko mafupi. Mimi ni Faraja Sendegea. Tumerejea tena kipindi maalum tukiangazia mchango wa madini ya kimkakati katika ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii ya Kitanzania. Mimi ni Faraja Sendegea, na hapa studio tuna wataalamu wageni wetu ambao wanatupa uzoefu na namna ambavyo madini ya kimkakati yanaweza kuwa na tija kwa uchumi wa Tanzania. Benedict Bisunzu kutoka Tembo Nickel, Henry Joseph kutoka
God Mwanga, lakini pia tunaye Humphrey Simba, mshauri wa masuala ama sekta ya madini, na tunaye pia Balozi Hassan Simba ya haya akizungumza nasi kutoka pale Singida. Naam, hivi karibuni tumepokea ugeni. Rais Samia Suluhu Hassan amekutana na kaimu balozi wa Marekani, mtakumbuka, na kauli ya rais pamoja na mambo mengine alisema mambo yafuatayo, kwamba kama taifa lisilofungamana na upande wowote, Tanzania iko wazi na iko tayari kushirikiana na washirika wote wanaoheshimu ule uhuru wa kitaifa, ndio, na kuthamini maoni au maono ya kitaifa kwa ajili ya ustawi wa Tanzania. Sasa swali langu ni je, mnadhani sera zetu ama sera yetu ya madini imetuweka neutral kiasi gani? Imetuweka wazi, tusiegemee upande wote kiasi gani? Tusimwegemee Mchina ambaye anaongoza mnyororo wa usambazaji wa madini ya kimkakati duniani. Tusimwegemee Marekani ambaye ana uwekezaji mkubwa, makampuni karibu zaidi ya 400 Tanzania. Mnadhani sera imetuweka neutral kiasi hicho? Nianzie kwako Humphrey. Kabla ya kuzungumzia hili la sera kama limetuweka neutral kiasi gani, ningeomba turudi kwamba sisi kama nchi ni hatufungamani na upande wowote. Na pia sekta yetu ya madini ina wawekezaji kutoka kila upande. Labda kwa kutoa picha tu, kwa miaka mingi sana sekta yetu ya madini imekuwa ikiwekezwa na wawekezaji kutoka Australia. Lakini pia tumekuwa na wawekezaji katika sekta hii hasa dhahabu kutoka Canada, Marekani, Afrika Kusini na sehemu zingine za dunia. Bila kusahau kwamba tuna wawekezaji wa ndani ambao kwa maana ya diplomasia tunaweza tusiwataji. Na tukija kwenye haya madini ya kimkakati, tuna wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Uchina, kutoka Marekani, kutoka Australia. Na kwa kutoa mfano tu ni kwamba makampuni ninayozungumzia hapa, kwa mfano kampuni za nje zilizowekeza kwenye graphite hapa ni kampuni kutoka Australia. Kwa mfano pale Mahenge tuna ile BlackRock Minerals ambao pamoja na serikali wanaunda kampuni ya Faro Graphite. Kuna kampuni nyingine inaitwa Ecograph ambao ni Australia na Tanzania wanaunda kampuni ya Duma. Lakini pia kwenye upande wa rare earth tuna makampuni kutoka Uchina ambao ni Shenge wanakutana na serikali ya Tanzania kuunda ile kampuni ya Mamba Minerals. Ukirudi kwa hapa ndugu yangu Benedict, kampuni ya Tembo Nickel ni kampuni ya ubia kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Lifezone ambao ni kwa asili ni kutoka Marekani na imeorodheshwa katika soko la mitaji la Marekani, yani New York Stock Exchange. Kwa namna ambavyo tumechangamana na makampuni kutoka nchi mbalimbali duniani, hii inaonyesha kwamba hatujafungamana na nchi yoyote. Lakini ukiangalia sera, sheria zetu za madini zinaelekeza katika kuongeza thamani hapa Tanzania. Kwa maana hiyo hata Ulaya, Umoja wa Ulaya, yani European Union, na wenyewe wapo katika makampuni ambayo yanataka kuwekeza hapa. Kampuni ya Ecograph, mmoja kati ya mwekezaji ambaye ametoa matamanio ya kuwekeza ni benki ya KfW German. So kwa maana nyingine na wao wanaangalia ni yupi ataendana na mahitaji ya Tanzania. Tanzania inataka kuongeza thamani hapa. Kwa hiyo makampuni yanaangalia ni yupi ambaye akija sisi kama nchi tutakuwa na mutual benefits na wale wenzetu. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba tunavutia mtu kutoka kokote kule, lakini yule ambaye atatoa faida kubwa kwetu, economic benefits kubwa sana kwetu, ndio nadhani kama nchi tutampa kipaumbele. So kwa maana nyingine hata uwekezaji wetu unaangalia maslahi mapana, win-win. Na tukirudi sasa kwa mfano katika hili la ambalo umelitolea ziara ya naibu balozi alipokutana na rais, kwa nini Marekani inatajwa sana kwenye mambo haya ya madini ya kimkakati? Marekani ni mwanachama wa MSP, Strategic Partnership ya haya masuala madini ya kimkakati, na ina interest hapa, na hata alipokuja makamu wa rais Kamala Harris walisema wana interest kwenye mgodi wanatamani uwekezaji wa mgodi wa Kabanga kwa sababu ya nickel. Lakini ukiangalia Uchina na wenyewe ni controller wa critical raw materials. Sasa katika off-takers tuna nchi ya Korea Kusini kupitia kampuni yake ya POSCO ina interest kwenye makampuni kama ya Faro Graphite na ndio off-takers.
So hii inatoa picha kwamba tuna nchi nyingi sana zipo, japo tunaweza tukaisikia moja moja kwa wakati mwingine. Na ningependa kutoa picha nyingine muhimu sana kwenye diplomasia ya haya madini ya kimkakati, ambayo ni nje ya madini lakini ni kwenye miundombinu. Ukiangalia kwenye kuangalia hii critical raw materials movement yake ni kupitia reli. Marekani wamewekeza sana kwenye reli ile ya Atlantic, yani Lobito Corridor inayotokea Rwanda kuja Kongo mpaka Zambia. Lakini Uchina imewekeza kwenye Tazara, na hivi karibuni tumeona wakisaini mkataba ule wa kufufua Tazara. Maana yake ni nini? Ukiacha tu kwenye uchimbaji wenyewe, wakubwa hawa wanawekeza pia hata kwenye miundombinu. Na katika hii miundombinu sisi tumeshiriki upande ule wa Lobito, na sasa hivi ni sehemu ya mjadala wa Lobito. Lakini kwa upande huu wa mashariki sisi tunashiriki kwenye Tazara. So kwa maana nyingine tupo katika diplomasia yenyewe ya madini, lakini tupo pia katika eneo muhimu la miundombinu. Lakini mwisho wa siku tunaangalia yule ambaye atatoa faida, mutual benefit, na kulinda uhuru na nafasi yetu kama nchi. Bwana Busunzu, unaliona hilo pia? Yes, na nilikuwa naomba kuongezea, ameongea vizuri sana mwenzangu Humphrey, na mimi nitataka kuliangalia katika maeneo mawili. Eneo la kwanza, katika miaka yangu karibia 20 ambayo nimefanya kazi katika hii industry ya mining, nimebahatika kuona evolution unasema ya sheria na sera katika kipindi kirefu zaidi. Mabadiliko makubwa tuliyaona mwaka 2010 ya sheria ya madini, ambayo tuliona yalibadilisha kwa kiasi kikubwa katika namna ambavyo uendeshaji wa madini hiyo industry ya madini yafanyika. Lakini mwaka 2017 kulitokea mabadiliko makubwa sana. Sheria ya mwaka 2017 ndio ililetelezea vitu ambavyo sasa hivi tunaviona, ikiwemo uongezaji wa thamani ndani ya nchi, kwa hiyo kuchochea uongezaji wa thamani ili wananchi waweze kunufaika moja kwa moja. Lakini na swala lingine ambalo liliongezeka ni swala la local content, watu wazawa kushiriki moja kwa moja katika miradi. Nimeangalia katika hiyo engo kwa sababu wakati wote tukiwa tunaangalia nje lazima tuangalie kwanza ndani. Sera zetu na sheria zetu zinawalinda wananchi, wananufaika? Kwa hiyo kwangu mimi naona kwanza cha msingi ni kwanza sisi ndani wa Tanzania sheria zimetengenezwa kwa ajili ya kuwaruhusu wa Tanzania waweze kunufaika kwa kiasi kikubwa. Sawa? Hilo ni la kwanza. Lakini kingine umegusia kuhusiana na nchi zingine nyingi mbalimbali zinazoona fursa ya kutaka kuja kushiriki hapa Tanzania. Mimi naliangalia katika engo tofauti. Nitatolea mfano mradi kama wa kwetu kuweza kupata interest kutoka mataifa makubwa mbalimbali, inaonyesha ni kwa aina gani kwamba deposit au thamani ya miradi yetu ni kwa namna gani ilivyo kubwa. Sasa kwetu sisi hiyo kama mradi au kama nchi ni advantage kubwa, kwamba inaonyesha kwamba tuna miradi ambayo ina thamani kubwa, ambayo kweli inaweza kusaidia katika kuendesha shughuli mbalimbali huko duniani, na sisi natuweka katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kupata wanasema good deal kutokana na uthamani wa miradi yetu. Miradi yetu inauzika. Tusingekuwa na miradi inauzika, labda hata hayo hizo nchi kubwa zisingeweza kusogea karibu na kujaribu kuangalia kama wanaweza kushiriki katika hilo. Tanzania hatufungamani na upande wowote, lakini hoja yako ni kwamba pamoja na kuwa hatufungamani na upande wowote, lakini Watanzania kwanza, sera zinazotoa favor kwa Watanzania, local content, sio? Sasa tunaruhusu watazamaji wetu kutuma maoni. Hebu nichukue maoni kidogo ya Deogrates kwa sababu ameleta hoja ambayo unamaliza kuizungumza hapa. Anasema anaitwa Deogrates Luko. Anasema yeye anawaza sana na bado hapati majibu, na ajiuliza tumlilie Mungu kwa lipi jingine. Yeye anasema bado sioni dhamira ya kweli ya nchi kuwanufaisha wa Tanzania. Tuna madini mengi lakini bado umaskini uko pale pale. Hiyo ndio hoja yako. Nataka kusema kitu kwenye hii hoja kidogo. Henry? Mimi kabla sijarudi hapo, kuna ile swala kwa tunaongea
kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania haifungamani na upande wowote. Yeah. Mimi naunga mkono kabisa, na ni jambo zuri kwa sababu inatupa mwanya wa kufanya biashara na watu wote. Na labda nitoe mfano huu. Kama mtu individual person, unapaswa kuwa na mtu kama rafiki aliyekuzidi, mnaolingana, na aliyeko chini yako. Aliyekuzidi atakuinspire umfikie. Mliolingana mtashindana, atakupa changamoto. Aliyeko chini yako utamnyanyua. Sasa pia kama nchi tunapokuwa tunafanya biashara, tunaweza tukafanya biashara na Marekani, ni wakubwa. Tunaweza tukafanya biashara na Wachina, tunaweza kufanya biashara na nchi zingine ndogo ndogo, na kuna faida ya hayo. Kwa sababu pia sisi ni taifa linalokuwa. Kuna mataifa ambayo hayasikiki sana. Mfano kama taifa kama Iran. Mimi nimetoka huko juzi. Biashara ni win-win situation. Ni nani anakupa faida na unaweza ukashirikiana naye ukafika kule unakotaka. Na si tu kwamba nani anasema huyu ni mzuri au ni mbaya. Vitu vingi vinavyoongelewa kuhusu haya mataifa saa nyingine si kweli kabisa. Kuna baadhi ya nchi tukishirikiana nazo tunaweza tukaenda mbele. Sio kwamba kuna wakati fulani unaweza ukawa rafiki yangu na Busunzu akawa adui yako, alafu akalazimika kuwa adui yangu kwa sababu nimekuwa rafiki wa adui yako. Sasa haipaswi kuwa hivyo. Haipaswi kuwa hivyo. Inatakiwa tu kwamba kama sera yetu inavyosema kwamba hatushikamani na upande wowote. Tutatrade na Marekani, wakati huo tutakuwa na Korea, wakati huo tutakuwa na nchi nyingine. Ambapo kwa hivyo, kwa sisi tunafanya biashara, mfano kama sisi kwenye graphite, tunaona faida ya hiyo. Sisi tumefanya biashara na Korea, tumefanya biashara na China sana, tumefanya biashara na Dubai, tumefanya biashara na nchi zingine ambazo si maarufu, ambazo ukizitaja mtu anasema hiyo nchi nayo ipo, lakini tunaona kuna faida. Kuna faida zingine unazipata kwenye nchi ambazo kama mnakaribia kulingana uchumi, lakini utazipata kwenye nchi zile zilizoendelea sana. Na Humphrey nataka kusema kitu. Na nitamani sikie pia maoni bwana Deogrates Rukoya anasema haoni dhamira. Ni kweli katika uzoefu wako kwenye sekta unakubaliana na hoja yake kwamba haoni dhamira ya nchi kuwasaidia Watanzania kuepukana na umaskini kwa kuwa wanazo rasilimali za kutosha? Naweza nisikubaliane moja kwa moja, na pengine kwa sababu nimekaa kwenye sekta kwa muda mrefu na nimeona utofauti wa jinsi ilivyokuwa siku za nyuma, mchango wa sekta ulivyokuwa siku ya nyuma na mpaka sasa ilivyokuwa. Sasa michango hii ya sekta tukizungumza sisi ambao tuko kwenye sekta, inaweza isiwe iguse mwananchi moja kwa moja. Labda nirudi tu kwenye historia. Mwaka 1995 mchango wa sekta ya madini ulikuwa chini ya 1.5 kwenye GDP yetu. Mabadiliko ya sheria na utaratibu yaliyofanyika kwa wenye awamu ya tatu ya 1997 ndio yalianzisha wimbi hili la makampuni makubwa ya madini ya kupelekea mpaka kufikia, na ujenzi mwingi wa migodi hasa kwenye migodi hii traditional ya dhahabu iliyokuwepo mikubwa ulifanyika kati ya 1998 na mwaka 2008. Na baada ya hapo kuanzia mwaka 2017 na mpaka 2021 tumeona ongezeko kubwa sana. Sasa hili ongezeko linaweza lisimguse mwananchi chini moja kwa moja, likawa ni ongezeko katika ngazi ya serikali. Kinachosemwa hapa sasa, ili mwananchi mmoja mmoja aliyoko Mwenda Kulima, aliyoko Katoro aweze kuona ni namna gani kutakuwa na utawanyaji wa hizi shughuli za kiuchumi. Na ndipo hapo tunaona kwamba fursa zinagawanywa vipi, na kwenye fursa kuko sehemu mbili. Ni fursa za moja kwa moja za wananchi kushiriki kwenye umiliki au shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa madini, au kwa wananchi kushiriki kupitia kwenye fursa za usambazaji au value chain. Na kwa sisi ambao tumekuwa mgodini, ukirudi nyuma, sehemu kubwa ya manunuzi yalikuwa yakifanyika kwenye migodi sasa yalikuwa hayafanywi na makampuni ya ndani.
Ukisogea leo katika mwaka huu 2025, sehemu kubwa ya shughuli za manunuzi ambazo ni sehemu kubwa sana ya operation za migodi na sekta madini zinafanywa na makampuni yenye hali ya Utanzania au washiriki wa Kitanzania. Changamoto kubwa ambayo naiona sasa bado, pamoja na kwamba kushiriki kwa haya makampuni, ni kwamba sio bidhaa nyingi zinazozalishwa hapa kwenye kuendesha migodi yetu. Ni bidhaa ambazo zinaagizwa kutoka nje, na pia inakuwa inaminya wigo wa ushiriki. Ndio tunarudi kwenye swali lako lile la mwanzoni kwamba tunawezaje kuvutia uongezaji thamani, uzalishwaji wa bidhaa na uchenjuaji au uzalishaji wa bidhaa zinazotokana na madini ya mwisho, ili mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu kwa mfano leo hii tunapozungumzia baadhi ya refinery za dhahabu, tukirudi kwenye dhahabu ambazo zinafanyika, zile ajira zilizozalishwa zinaonekana, yale matokeo ya ugavi yanaonekana. Sasa ili kuongeza mwananchi mmoja mmoja aweze kuona, ni lazima serikali, ni lazima kama nchi ifunue, iondoke na kugusa chini zaidi. Na ukijenga kiwanda cha uzalishaji cha aina yoyote hapa, utagusa wananchi wengi sana ambao watakuwa wanaenda kazini, wake kwa waume kwenda kazini. Hapo ndipo mmoja mmoja ataweza kuona. So kwa maana nyingine, bado pamoja na faida hizi ambazo zimepatikana na serikali inaziona, wananchi, watu tulio kwenye sekta tunaziona, kuna hatua moja kubwa inatakiwa kufanyika ili mtu wa chini aweze kusema, kwa uwepo wa shughuli za mgodi pale Mwenda Kulima, na mimi aidha ni mmiliki wa leseni au ni sehemu ya uchenjuaji au ni msambazaji na mtoa huduma kwenye sekta hii. Miongoni mwa wanaotutumia maoni anasema kama tuna rasilimali kubwa kiasi hiki muhimu na ya kimkakati, basi kwa nini tusifanye biashara zaidi na watu wa nje, kwa maana mataifa makubwa, kuliko kutegemea misaada yao. Na hoja hii naileta kwako balozi, na hasa nikizingatia pia wakati rais alipokutana na kaimu balozi wa Marekani, moja kati ya kauli za balozi wa Marekani Bwana Andrew alisema kwamba nia ya Marekani ni kuimarisha uhusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuchumi, kisiasa, kiusalama kati ya Tanzania na Marekani, akisisitiza kwamba dhamira ya Marekani ni kushirikiana na Tanzania kwa misingi ya ustawi wa pamoja na sio utegemezi wa misaada. Ndio ilikuwa kauli yake, na nadhani naifananisha na kauli ya mzungumzaji mmoja aliyesema kwamba kama tuna rasilimali nyingi kiasi hiki, basi tufanye biashara na mataifa makubwa kuliko kutegemea misaada kutoka kwao. Karibu balozi. Asante sana. Ni kweli nchi tumekuwa na hiyo, sijui niseme stigma, kwamba wakati wote tumekuwa tukisema tunatafuta misaada, tunapewa misaada, lakini unapewa misaada wakati ni nchi tajiri, kwa maana ya utajiri wa rasilimali kama ambavyo tunavyo. Kwa hiyo mimi kwanza nikubaliane na kauli ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba wakati sasa umefika tusitafute misaada ya huku na kule, wakati tunazo rasilimali, na hawa tunaoenda kuwaomba misaada ni wako katika nafasi ya kuwa wabia wa pamoja katika uzalishaji wa kile ambacho sisi tunacho, wenyewe wakaja kama wawekezaji na wote tukanufaika. Kwa hiyo hilo ni moja la kwanza. Lakini la pili ambalo pia ni muhimu sana ni kwamba aina ya madini, kwa mfano haya madini ya kimkakati, adimu ya kimkakati, wale ambao sasa hivi wameyashika, kwa mfano nchi kama China, nchi kama Urusi, wameanza kuyatumia kwa kujiimarisha wao wenyewe na kuwanyima wenzao, jambo ambalo sasa linapelekea nchi ambazo hazina madini ya kimkakati kama Marekani, kama nchi za Ulaya na nyinginezo ambazo zinahitaji madini haya kuanza kuwa na msukumo mkubwa kwa sababu ya kuja kwetu. Wenzangu wametangulia kuzungumza dhamira ya Tanzania, lakini pia mbinu nzuri ya kuhakikisha kwamba hatufungani na upande wowote, ili
madini yetu siku moja yasije yakabadilika yakawa laana, kwa maana ya kwamba mnachokonolewa kushoto na kulia, lengo na madhumuni watu waweze kuyapata, kwa sababu wako katika kupambana kuyapata kutoka sehemu nyingine, kwa sababu huko ambako zamani wakiyapata sasa hawayapati tena. Vita vya kiuchumi kati ya Marekani na Mchina katika siku za karibuni zimetuonyesha hilo. Kwa hiyo sisi sasa hivi bahati nzuri tumejipanga vizuri, tunasema tunawakaribisha wote bila kujali wanatoka wapi. Sasa katika kufanya biashara badala ya kutegemea misaada ni pamoja na kuweza kuweka uwekezaji wa kuongeza thamani, jambo ambalo kwa moja kwa moja litatengeneza ajira, lakini sio tu ajira, litasababisha baadhi ya kampuni hata kama ndogo, kwa mfano local content ambayo tunaanza kuiona inajitokeza kwenye migodi mbalimbali, watu wanaanza kunufaika, utajiri unaanza kuwa mikononi mwa Watanzania. Hatuwezi kupata wote, lakini hawa wachache watakaopata ni Watanzania, ni utajiri ambao utabakia hapa nyumbani, kwa namna moja au nyingine utaendelea kuijenga nchi yetu. Mimi naamini kabisa kwa kushirikiana kwa manufaa ya wote, basi hiyo ndio njia ya kupita, badala ya kuwa kila siku tunakuwa ni watu wa kutegemea misaada. Kwa kweli Mheshimiwa Rais ameonyesha njia, na huko ndio kwa kupita. Huko ndio kwa kupita, na sera zetu sasa hivi zimejielekeza huko. Nakushukuru sana Balozi, nitarejea kwako. Muda wetu bado unaturuhusu. Kabla sijaenda kwenye maoni, nisikie maoni yako au mtazamo wako, Benedict Busunzu. Kuongeza thamani ni jambo moja, kabla hatujawa na viwanda vya kuzalisha bidhaa za mwisho hapa, lakini kuongeza thamani anazungumzia Balozi. Tupitishe kidogo kwenye mkakati wa Tembo Nickel katika kuongeza thamani ya nickel kabla haijapelekwa nje. Okay. Kama tuone kama tuna faida walau katika hilo eneo. Karibu. Asante sana. Kwa kampuni yetu mipango yetu ni kwamba tutajenga mgodi kama nilivyoeleza mwanzo. Tutakuwa na mgodi pale Kabanga Ngara ambao utachimba, kwa utakuwa na uchimbaji mkubwa ambao tunategemea tutakuwa na uchimbaji wa zaidi ya tani milioni 3.4 kwa mwaka za mashapo ambayo tutaprocess kuyaprocess pale Kabanga na kutengeneza makinikia. Sasa kwa makubaliano na serikali, kampuni ambayo ni kampuni mama ya Tembo Nickel ya Livezone ambayo inaubia pamoja na serikali, ina teknolojia inayoitwa Hydromet technology ya uchenjuaji hayo makinikia, na kwa mazungumzo na serikali, kwa sababu teknolojia hiyo ina uwezo si tu ya kuchenjua makinikia ya nikeli, lakini makinikia mengi mbalimbali ambayo yanaweza vile kupata nafasi ya kuchenjuliwa pale. Tuliamua kuja na mpango mkakati ambapo tutajenga wanasema refinery facility, a multi-metals refinery facility pale mji wa Kahama. Swali kubwa watu wananiulizaga ni kwa nini Kahama, kwa nini tusingejenga hiyo refinery facility hapo Kabanga. Tunavyoongelea multi-metal refinery facility, picha kubwa tuliokuwa nayo ni kwamba si tu kwa ajili ya process makinikia yatakayotoka Kabanga, lakini vile kuweza kutoa huduma hiyo kwa maeneo mbalimbali ambayo yako katika ukanda wa karibu na hapo Kahama kwa ajili ya kuchenjua. Tunategemea kwamba Burundi wana madini ya aina hiyo. Kule Musongati kuna infrastructure, kuna reli ya SGR ambayo sasa hivi inaendelea kujengwa kuelekea kule. Ina maana makinikia yanayotoka maeneo yale yanaweza kuchenjuliwa pale Kahama. Lakini kuna deposit pale Dutwa. Dutwa iko Simiyu nafikiri. Na yenyewe ni nickel. Lakini kuna makinikia mbalimbali kama unavyofahamu, ukanda ule ambao unazunguka mikoa ya Shinyanga, Geita ni ukanda wa madini mengi. Kwa hiyo tukawa tunasema kwamba Kahama ni sehemu ambayo ni rahisi kuwa na a centralized hub ambayo inaweza ikatoa huduma ya kuchenjua makinikia ambayo ya aina yoyote, multi metals refinery facility, kwa ajili ya kuweza kuyachenjua
na kutokea pale kutumia SGR facility, ile railway iliyojengwa kupeleka hapa bandarini kwa ajili ya kusafirisha nje kwa wanunuzi mbalimbali. Yes. Nakushukuru sana. Tumezungumza mazingira ya uwekezaji yalivyo na changamoto zipi ambazo zinaweza kufanyiwa kazi. Nikirudi kwenye taarifa ya ugeni wa kaimu balozi alipokutana na rais mwenyewe alisema kwamba zaidi ya makampuni 400 ya Marekani yamewekeza hapa nchini, na hii inaashiria kwamba mazingira ni mazuri. Kama wengi kiasi hicho wapo, manake mazingira ni mazuri, lakini mazungumzo yenu yameonyesha maeneo gani yakifanyiwa kazi, basi hao wawekezaji wanaweza wakachangia kutunufaisha, ama ushiriki wetu na wao unaweza ukaleta maana zaidi. Lakini hebu tuzungumzie kampuni tanzo ambazo serikali imezianzisha zikishirikiana na makampuni ya wageni. Tumekuwa na hiki kitu kinaitwa free carried interest, ndio? Kwa lugha nyepesi kwa mtazamaji wetu ni kwamba mimi ninakuja kwa sababu nina ardhi, na ardhi ile ina madini, na kwa huo ndio mtaji wangu. Nakuja mezani bila mtaji wowote, alafu nitasema asilimia fulani ni ya kwangu. Kuna asilimia 16, 14 hivi ni ya kwangu, alafu ilobaki ya kwako. Lakini wadadisi wa mambo wanasema kwa nini tusiende mezani na sisi na mtaji, ili negotiation, majadiliano ya faida tuwe na uhuru nayo kiwango kikubwa, kwamba na sisi tumeweka fedha, ninyi mmeweleta utaalamu, mmeweka fedha, basi tugawane kwa kiwango sawa sawa. Labda nisikie Humphrey, kama hoja hii unaielewa, utanisaidia vizuri kuiweka sawa. Ni swali gumu. Imeeleweka? Swali limeeleweka na kumekuwa na mjadala mkubwa katika nchi zenye uchumi wa madini, yani wanasema resource rich countries, kwenye namna gani hizi nchi ambazo zina haya madini zinaweza zikashirikiana na wawekezaji. Na tunapozungumzia wawekezaji, hatumaanishi wawekezaji wa nje tu. Hata Godmwanga akifikia kiwango kwa mujibu wa mahitaji yale ya sheria ya free carried interest, na yeye anatakiwa atengeneze hiyo kampuni tanzu na serikali. Sasa ni kwa namna gani serikali inashiriki, ndilo jambo ambalo tunatakiwa tulizungumze vizuri zaidi. Na nitakupa mfano kwamba hivi karibuni nchi ya Zambia nayo ilipeleka mezani kwa rais kusema kwamba kuwe na hii free carried interest, lakini rais alisema kwamba anadhani wanahitaji kupitia namna nyingine ya serikali kushiriki kwenye uwekezaji wa kwenye sekta hii ya madini nje ya free carried interest. Lakini je, ni sisi peke yetu tupo? Ghana wana free carried interest, nadhani Ghana ni 10%, na sisi hapa kwetu kwa kuanzia ni 16%. Na serikali inawekeza kwenye makampuni ya aina gani? Inawekeza hii free carried interest sana sana kwa sasa imekuwa kwenye wale wenye leseni maalum za uchimbaji, yani special mining license. Na tumeona mfano mzuri ambao serikali inafanya ni kwenye kampuni ya Twiga Minerals. Hii ni kampuni inayomilikiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makampuni ya Barrick, au kampuni ya Barrick ambayo kwa sasa inamiliki migodi ya Bulyanhulu na mgodi wa North Mara. Serikali na 16%. Mfano mwingine mzuri ni mfano ambao serikali kwa sasa inamiliki 20% kwenye kampuni ya Sota Mineral Corporation Limited, ambao wanajenga mgodi mwingine mkubwa, na ni mgodi wa kwanza kujengwa miaka karibu 17 tangu tumejenga mgodi mkubwa. Ni mgodi ule wa Nyanzaga kule Sengerema. Serikali ilikuwa mwanzoni na 16%, wamefanya majadiliano mapya, sasa hivi na 20%. Kwa hiyo na free carried interest, undiluted shares 20%. Sasa je, na tafsiri ya hii free carried interest shares, yeah, kwamba haichakachuliwi kwa namna yote, kwa namna yote ipo tu. Sasa kwa tafsiri yake ni nini? Kwamba kwa rasilimali ambazo ziko nazo ndio mtaji wa kuweka hiyo 16%, 20%, na haikuwa fixed 16%, ila inaanzia 16% kwenda mbele kutokana na majadiliano ambayo yatakuwepo. Sasa tunataka tufike sehemu tunaweza tukaingia, ukiacha kuwa na madini, tukaingiza mitaji pia, ili tukaweza kupata sauti kubwa, kwa sababu unapoingiza hiyo free carried, kwa upande mmoja mwekezaji anaweza katafsiri kwamba unabana kile ambacho angeweza kukipata. Kwa hiyo twende na kitu mkononi na tuseme sasa pengine tupunguze 16%, tuseme nakuja na 10% na naingiza fedha
ili kuongeza, na tunapoingiza fedha maana yake ni kwamba hata nguvu yetu ya majadiliano kwenye meza inakuwa kubwa, na hata upataji wa kipato na distribution yanayotokana na shughuli za uwekezaji zinakuwa kubwa sana. Na sheria zetu zimekuwa zikienda zinabadilika, zinafanyiwa maboresho kwa kuangalia namna ambavyo tutapata tija zaidi. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kuangalia namna bora zaidi, kwa sababu tangu free carried interest imefika, pengine ni muda, na nakumbuka mwaka 2023 tulikuwa hapa na aliyekuwa waziri wa madini Doto Biteko wakati ule, na nilirudia hili niseme pengine ni muda serikali kuangalia upya, je, huu ushiriki wake kupitia free carried interest umetoa tija, na pengine tija ile inatoshea au kuna namna bora zaidi kupitia ofisi ya msajili wa hazina kuangalia namna nzuri ya kushiriki yenye tija itakayoleta matokeo na kuwa na mjadala kwenye meza kwenye mazungumzo na wawekezaji. Graphite iko chini ya kampuni gani tanzo ya serikali? Hapana, bado. Kama ndugu yangu alivyosema, kuna vigezo, aina ya leseni unayotumia ndio inaweza kudetermine kwamba serikali itaingiza 16% au la. Sasa sisi tunatumia leseni ya mchimbaji mdogo bado. Kwa hivyo kwa sababu ni wazawa. Ina maelezo yako yanaonyesha wewe ni mkubwa kabisa. Ni mkubwa lakini tuko kwenye PML. Kwa maana hiyo vigezo havijaweza kutushika hapo, lakini kwa kuchangia hapo kama alivyosema mwenzangu, swali la kujiuliza inakuwa kama inatishia. Unaposema kuna 16% serikali inaingia, jumlisha corporate 30%, jumlisha labda royalty kwa madini kama sisi ni 4%, unaweza ukaona kama kuna 50% tayari serikali imechukua moja kwa moja. Kwa hiyo inaweza ikawashtua wawekezaji wakaona kama mambo ni mengi, lakini kuna haja ya kuangalia kama kuna njia mbadala ambayo inaweza ikatupa ufanisi zaidi. Mfano, ukiniambia mimi unaniwekea 16%, ujue pia itakuwa na changamoto ya kuimonitor, kwa sababu makampuni haya makubwa hawata kuonyesha hiyo faida, watapambana wasikuonyesha hiyo faida, kwa hiyo hutaipata. Maana unabidi uione faida kwenye mahesabu ndio ikate, itakuwa ni ngumu kuicontrol. Lakini pia inaweza kumbuka ni undiluted kwa mujibu wa Humphrey. Ndio, lakini haichakachuliwi kwa vivyo, whether unaificha au huifichi. 16 hii hapa, si ndio? 16% ya share ninavyoelewa ni ya faida. Ya faida. Kwamba tumepata faida ya milioni 100, 16 ya kwangu. 16 ya kwangu. Sasa kuonyesha hiyo faida, hesabu itachakachuliwa. Yaani maana yake anaweza akapunguza faida au akaweka matumizi mengine. Lakini watakaoisimamia hauoni kwamba inaweza ikaweka mwanya wa rushwa. Kwa hiyo inawezekana kwamba ungeongeza royalty hata kwa 3%. Tuseme ilikuwa 4, ukaifanya ikawa 7. Mtu ataona tena anailipa mara moja, anakuwa haona kinachomfunga. Kwa hiyo free carried interest kwako si jambo zuri sana, sio? Naona kama linashtua mwekezaji, kwa sababu ataona 30% ni corporate tax. Vipi kuhusu, je, twende mezani na mtaji na sisi kidogo msuli utune ili tuseme na sisi tumeweka fedha bana, usitaki kutuletea zako, au sio? Ikiwa hivyo sasa inakuwa ni kama fair zaidi. Kwamba umeingiza mtaji, inakuwa kama fair zaidi, inakuwa kama kampuni nyingine tu, kama mtu amenunua share mtu mwingine. Ngoja tusikie balozi anasemaje, lakini Humphrey, kabla sijaenda kwa balozi kama yuko hewani lakini pia utaka kumalizia. Kuna kitu nilikuwa nataka kumalizia kuhusiana na lile swali la aliyetuma maoni. Nilitamani sana kulichangia kwamba sawa, hebu lichangie. Unalikumbuka? Anasema kwamba haoni dhamira yoyote maoni yake. Sasa na mimi nilikuwa najaribu kutafakari kwa engo aliyokaa yeye. Nikasema usije ukakuta kwamba ni kama kuku unapomfunga mahali, ukikata kamba anabaki pale pale kama amekaa muda mrefu. Hata hisi bado anakamba. Sasa sisi kama Watanzania, yani ushauri wangu kutoka moyoni, tusipende sana kulalamika, kwa sababu siku tutakuwa tumeachiliwa hatutajua. Hatutajua kama tuko huru. Kama tunaenda hatutajua tena kama tutakuwa tumekariri kwamba hakuna kinachofanyika. Hakuna kinachofanyika, itakaa kwenye kichwa chetu. Tuseme tu kwamba mchango wetu mmoja mmoja kama mtu, kwa mfano kipindi kama hichi ni kipindi maalum,
tunachangia ili kuijenga nchi yetu. Mtu alete mawazo, kwa sababu pengine wazo lake hilo analoliona kwamba hili ni bora litaweza likafanywa kazi. Na mimi nimeona Wizara ya Madini imetuita kwenye vikao vingi sana vya kutoa mawazo. Wako very open. Toa mawazo yako. Ukitoa mawazo baadaye unakuta yamefanywa kazi. Unashangaa kumbe ningebaki na lalamika, kumbe sijapeleka hoja yangu ila nimelalamika general. Kwa hiyo nashauri kwamba nchi hii kwa sababu ni ya kwetu, na kama kuna vipindi kama hivi, na niwapongeze Azam TV kwa sababu tunapokuwa na kipindi kama hiki na kujadili mambo muhimu ya kuijenga nchi yetu, basi mtu ajue kabisa kwamba mchango anaoutoa ni sehemu ya mchango wake kuijenga nchi. Na kushukuru sana, muda wetu unasogea. Nije kwako Balozi. Hoja ambayo alikuwa anaizungumza Henry hapa kidogo kama ana mtizamo tofauti kuhusu free carried interest. Hii faida ambayo serikali inaipata kupitia makampuni tanzu iliyoyaanzisha, kwamba labda kungekuwa na mtizamo mwingine kwa sababu wawekezaji wanaweza wakaficha na hiyo 16 ikawa si 16 halisi ya faida, tuende na mtindo tofauti kidogo. Lakini kuna mtizamo mwingine kwamba kwa nini tusiende na mtaji pia na sisi. Mwingine katika maoni hapa anasema hebu tuwekeze kwenye kuwaelimisha Watanzania zaidi ili washiriki moja kwa moja katika teknolojia ya uzalishaji. Karibu Balozi. Asante sana. Mimi niungane na hili wazo kusema kwamba tunachukua hiyo free carried interest haina sidhani kama itatunufaisha sana. Wazo la kuwekeza, nakumbuka kuna nchi ya Kuwait, wakati Kuwait imeanza baada ya muda wakiwa wanachimba mafuta, wakaanza kuwa wanachukua faida wanayoipata wanarudisha kununua shares kwao, na wakaanzisha mfuko. Actually asili ya Kuwait Fund ilikuwa ni kuanza kurudisha, kununua, kubuy back zile shares ambazo au umiliki wa makampuni ambayo yalikuwa pale Kuwait. Mfuko ule ukaja kuwa mkubwa, ukafanya vizuri sana, ukaanza kuzisaidia nchi nyingi za Kiarabu za mashariki ya kati pale, kuanza yani wanawakopesha kununua shares kwenye uchimbaji wa mafuta kwenye nchi zao. Na baada ya muda kwa kweli nchi zile zikaja kuwa zinamiliki sehemu kubwa ya shares za kwenye visima vya mafuta. Kwa hiyo mimi nadhani na sisi tutumia njia hiyo, wazo hilo la kwamba kinachopatikana badala kusema tunakila, pengine tuseme 60% tule tufanyie maendeleo mengine, 40% irudi kwenye kuchukua shares ambazo zitafanya tuendelee kuwa na umiliki mkubwa kwenye hii migodi. Kwa kufanya hivyo, naamini baada ya muda sio mrefu utakuwa kuna multiplier effect, or rather sijui niseme, bahati mbaya mimi sio mwana sayansi, a kind of progression ambayo itasababisha faida inakuwa na faida na faida na faida. Nikikopa maneno ya mmoja katika mabalozi wetu ambao walifanya kazi kubwa sana ya kuleta uwekezaji kutoka nchi mbalimbali, Balozi Ami Mpungwe, alikuwa huwa na kauli yake moja, anasema kwamba anatumia muda wake mwingi sana sasa hivi kuinunua nchi back, kwa maana ya kwamba mwanzoni aliita wawekezaji wakaja kuwekeza, wakawa wanamiliki. Sasa hivi mikakati yake ni kuisaidia nchi ianze kununua yani vile ambavyo tuliwaita wawekezaji wakafanya vya kwao,
au wakavinunua, sasa tunaanza kuvinunua, vinarudi kuwa vya kwetu. Tayari vimeshakuwa viko pale, tunaanza kununua kama equity na kuzifanya kuwa vya kwetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo nadhani huo ni mkakati muhimu sana na unatakiwa ujitokeze vizuri katika hasa sekta hii ya madini, hususan rare earth elements. Itatusaidia sana. Nakushukuru sana. Hivi Humphrey, ulitaka kusema kitu lakini nitamani kukumbuka kidogo. Hichilema kwa nini alikataa free carried interest? Ulisema hiyo? Hiyo ningeweka kiporo hapa lakini nitaka nichangia alipokuwa amezungumzia balozi, na ambako msingi wa hoja yangu ya mwanzoni kwamba ni kwa namna gani serikali inaweza ikafanya mapitio ya free carried interest. Mwaka 2024 Februari tulipata nafasi, kampuni inayoongoza ASNL Advisory, wa kukaa mezani na Wizara ya Madini na kusema kwamba tumetafiti kwa vyanzo vyetu na kuona ni muda umefika tuanzishe Mineral Wealth Fund. Na moja kati ya matumizi ya funds ambazo tulizisemea kwenye Mineral Wealth Funds ni kwenda kutumika kwenye uwekezaji, mfuko wa madini, sio? Mfuko wa madini. Na fast forward, Rais wakati anahutubia bunge safari hii alitoa maelekezo ya kusema kwamba tuangalie uanzishwaji wa mfuko huu. Na hapa ni hoja ya balozi, hoja yetu ya ASNL ambayo tulifanya wasilisho, na ni kama nchi, kwa sababu ni hoja ambayo tunataka tuangalie kwamba hatuendi kwenye uwekezaji kwa mbeleko, ila tunaenda kwenye uwekezaji kwa jitihada zetu wenyewe na kujenga uwezo wa kwenda kushiriki kama partners, kama wabia, na sio kama mbeleko nilivyosema. Kwa hiyo tuna nafasi, na ukiacha nchi hizi za mafuta, lakini ukiangalia nchi zingine kama Norway, ukiangalia Ghana nao wana Mineral Wealth Fund, Botswana, Marekani na dunia nzima ambayo ina rasilimali hizi, wana wealth funds ambazo zinatumika kuwekeza either kwenye sekta hiyo hiyo au kuwekeza kwenye njia zingine za kiuchumi. Kwa hiyo ni muda, tunaposema kwamba tupitie upya ushiriki wetu, ni pamoja tuangalie ni jinsi gani tutatengeneza ukwasi, ukizingatia madini haya yakitumika hayarudi. Kwa hiyo tutengeneze unafuu wa vizazi vijavyo, lakini tutengeneze pia kumbukumbu inayoleta tija katika uwekezaji wetu. Sawa. Nakushukuru. Hebu niende kidogo kwa baadhi ya watu ambao wametutumia maoni. Wanawapeni maua. Unasema huyu ni Alois Nyaisa wa kutoka Goba, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hongera kwa kipindi kizuri chenye elimu. Tuongeze uwekezaji na mnyororo wa thamani, tuvutie uzalishaji wa bidhaa za mwisho hapa Tanzania. Hii hoja nafikiri tumeizungumza sana. Meainisha madini mengi sana tulionayo, lakini kwa nini Tanzania isiwekeze kwenye taaluma ya uchenjuaji na uzalishaji wa bidhaa zitokanazo na madini? Local content katika kuhamisha teknolojia tunabaki nayo. Busunzu. Swali zuri, na nafikiri masuala kama haya lazima yaje katika sera na mipango ya serikali, lakini sheria hasa iliyotengenezwa, sheria ya madini mwaka 2017 na marekebisho yake yalifanyika mwaka 2019, lakini ikiendana pamoja na regulations hizo za local content zinaongelea kuhusiana na swala la kuhamisha teknolojia, la teknolojia. Kwa hiyo wataalamu wa nje wahamishie teknolojia kwetu. Yes, kwamba ukija na teknolojia yako lazima uwe na mpango wa namna gani kwanza utaweza kutrain Watanzania, kuwafundisha, kuielewa, na kuruhusu vile vile Watanzania waweze kuja kuitumia katika nyanja au shughuli mbalimbali hapo baadaye. Kwa hiyo nikirudi katika ile swali la mwanzo kabisa ambalo mwenzangu ameligusia, yes, inawezekana kabisa kwa Mtanzania mmoja mmoja, wengi bado hawajaweza kuziona fursa ambazo zinaletwa kutokana na sheria mbalimbali ambazo zimewekwa, lakini dhamira ipo. Dhamira kutoka serikalini tumeona sisi, nimeelezea kwamba nimeona mabadiliko ya sheria katika kipindi kirefu. Sasa hivi tumefikia hatua ambapo naweza kukutolea mfano. Mimi na Humphrey vile vile tumewahi kufanya kazi pamoja huko zamani. Tumeshakuwa tunakula kuku ambao wanatoka nje ya nchi,
nyama ya kuku pale mgodini tunalishwa kutoka nje. Maji ya kunywa kama haya tulikuwa tunakunywa kutoka nje ya nchi. Sasa hivi sheria pekee imezuia vitu ambavyo vinapatikana Tanzania kuweza kutumika katika. Kwa hiyo ni progress kubwa. Hivi karibuni Tume ya Madini imetoa list ya aina ya huduma au bidhaa ambazo wameshafanya tafiti na kutambua kwamba zinapatikana nchini. Yes, kuna mapungufu na maeneo ambayo yatahitaji zaidi kuzungumzika pamoja na Tume ya Madini ili kuboresha, lakini hiyo bado ni dhamira. Wametoa kabisa list ya kuelezea kwamba hivi vitu vinapatikana Tanzania na hivyo Watanzania wanatakiwa kupewa nafasi. Nafikiri changamoto samahani, naomba nimalizie hapo. Changamoto ni kwa namna gani hawa Watanzania wanaweza kupata taarifa sahihi na kwa wakati na kuweza kupata ufahamu wa hizo fursa zilizopo ili basi waweze kuzichangamkia. Nafikiri changamoto iko hapo na hapo ambapo ndio tunatakiwa. Sasa Humphrey na washauri wataalamu wa wawekezaji na wasahau wa Tanzania ambao wanatakiwa kupata taarifa ili waingie kuzinyakua fursa. Si ndio Humphrey? Katika maoni ambayo tumeyapata hapa, mtu mmoja anasema swali kwa wadau hapo studio, Humphrey ambaye ni mtaalamu wa manunuzi. Ni kweli? Ni kweli. Yeye anakufahamu vizuri sana. Anasema mikataba mingi haishirikishi wataalamu wa manunuzi. Hauoni maslahi mapana ya nchi yanaweza kuwa sio sawa? Equity, kitu kama hicho anajaribu kuuliza hiyo. Huyu ni David kutoka David Rubago. Sasa hapo kuna mikataba ya aina mbili. Ni kweli mimi ni mtaalamu wa manunuzi niliyesajiliwa Tanzania na Uingereza, lakini ninachotaka kusema hapa, anazungumzia mikataba ya madini ambayo mara nyingi ni mikataba kati ya serikali na wawekezaji au mikataba ya watoa huduma, contractors, suppliers na wengine ambao wanafanya kazi na migodi. Sijui hapo inakuwa ni ngumu, ila kama tukizungumzia mikataba ya manunuzi, mpaka sasa hakuna changamoto ya moja kwa moja ambayo tunaweza kusemea inazuia ushiriki kwenye hii sekta. Na tukizungumzia kama nilivyosema mwanzoni, uzuri nimefanya kazi pia kwenye idara za manunuzi ya makampuni ya madini ambayo yapo hapa Tanzania. Maana yake tuliona mabadiliko makubwa ya ushiriki wa makampuni ya nje, sio tu katika bidhaa ndogo ndogo, na hata mwanzoni kuna baadhi ya makampuni yalikuwa yako nje ya nchi lakini yalilazimika kuhamia Tanzania na pengine pia kuweka ushiriki wa makampuni ya Kitanzania ili kuweza kutoa huduma kwenye sekta ya madini. Kwa hiyo swali lake linaweza lisijiwe moja kwa moja ni mikataba ipi hasa anaizungumzia. Nakushukuru. Huyu anaitwa Devi kutoka Arusha, anasema kwanza niwapongeze Azam kwa kipindi hiki mlichokianzisha, asante sana. Nasikiliza kipindi na mwekezaji Henry amesema changamoto ya umeme, lakini shida ziko nyingi sana kama kodi, customer service na nyinginezo. Sasa naomba next time mumwalike mwenye majibu ya changamoto hizo. Bila shaka ameongeza shida nyingine, customer service ni kitu unamwelewa? Ni kweli, lakini niseme tu pia mbuyu ulianza kama mchicha. Mimi na watu walioko nje wanaweza wasielewe, lakini na kuhakikishia tunapata support kama customer care upande wa Wizara ya Madini. Kama mtu yuko kwenye madini anaweza akaelewa, ukimpigia waziri hata sasa hivi atapokea, hata sasa hivi atapokea hiyo simu. Sasa naendelea tu kusema kwamba tusikariri, hicho kitatuchelewesha sana. Tusikariri kwamba hawa watu labda haiko hivyo, labda hawaelewi. Hapana, lete mawazo yako, eka mchango wako mezani, utasikilizwa. Mfano sisi hana shida, anachotaka tu mwenye majibu aje kuyajibu, si ndio? Ambapo ni jambo zuri. Na labda kwa kuongezea hapo kwenye majibu aje kuyajibu, tukiwa kama washauri wa wawekezaji hapa Tembo Nickel, moja kati ya changamoto anazo, pamoja na kwamba kuna umeme, pamoja na kwamba kuna miundombinu, lakini kuna changamoto ambazo na sisi tuliwahi kufanya study ya miundombinu kuelekea kwenye maeneo ya madini mkakati. Moja kati ya changamoto kubwa ni kuangalia ni namna gani taasisi ambazo zinatakiwa zisaidiane na Wizara ya Madini zinafikisha huduma.
Kwa mfano ukizungumzia mradi wa nickel pale Kabanga, ukizungumzia mradi wa graphite pale Morogoro, ukizungumzia mradi wa urani, utakuuliza kwamba tunafikishaje mzigo. Hata ukizungumzia mradi wa chuma pale Liganga, tunasema kwamba tunafikishaje huduma na tunatoaje malighafi kutoka kwenye hilo eneo la mradi kuelekea kwingine. Lakini lingine kubwa ambalo wawekezaji wanakutana nalo, ambao ni la muhimu sana kama nchi. Sisi tuna nchi zetu zinazotuzunguka, kwa mfano huduma ya madini hapa, sekta ya madini hapa inazinufaisha sana nchi za jirani, na bidhaa nyingi zinapitia nchi za jirani, kwa mfano bandari ya Mombasa, kwa sababu kuna urahisi wa kusafirisha bidhaa kwa Kenya. Na kwa kutoa bidhaa kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda kwenye final destination ya mgodi, kuna gharama kubwa sana. Na kuna baadhi ya migodi imeweza kusema kwamba nitatoa bidhaa Mombasa, nipeleke Kisumu, niweke ziwa Victoria, nipeleke destination, kwa sababu akiitoa bandari ya Tanga hapa njiani kuna tumeratify extra limit ambayo inakuwa ni gharama. Kwa hiyo kuna namna ambavyo serikali inatakiwa iangalie ili kuvutia wawekezaji pamoja na bidhaa hizi madini tulionayo. Na tunapozungumzia wawekezaji, naomba niweke sawa, hata Godmwanga hili linamkuta, hata wawekezaji wa ndani. Kwa hiyo lazima tuliangalie na tuangalie namna gani tunapunguza gharama za ufanyaji na uwekezaji kwenye sekta ya madini. Na mimi naomba nizungumze tu kwa kuongezea kidogo tu. Muda wetu si rafiki sana, na balozi kidogo tutakupa nafasi. Karibu sana. Dakika moja, asante sana. Humphrey amegusia kitu cha msingi, ni kwamba wakati mwingine unaweza ukakuta kwamba nia na dhamira ipo na ni nzuri, lakini unaweza ukakuta institutions tofauti ndani ya serikali hazizungumzi lugha moja. Kwa unaweza ukakuta huku vizuri na Wizara ya Madini katika mkakati na maendeleo ya nani, lakini ukakuta tena institution nyingine kuna changamoto. Kwa hiyo lazima kuwepo na utaratibu ndani ya serikali ambao unaweza ukasaidia na kukawa na umbrella inaweza kukusanya haya yote. Mifumo lazima isomane. Mifumo lazima isomane, yes. Na watu wasomane bila shaka. Kwa sababu unaweza ukakwamisha na upande mwingine ambao ufahamu kabisa kuhusiana na madini mkakati wakati ni serikali moja. Nakushukuru sana. Balozi, bado uko nasi balozi? Nipo. Naam, katika hoja hizi za mwisho kuna kitu gani ambacho unatuachia balozi? Mimi ningependa kuzungumza mawili. La kwanza kwenye hii ya local content. Tunayo sisi stock market yetu, lakini unakuta migodi karibu yote au biashara zote za kwenye uwekezaji unakuta ziko listed kwenye makampuni kwenye stock market za nje. Nadhani ifike mahala asilimia ndogo, hata kama ni asilimia 20 au asilimia hata 10, basi iweko kwenye stock market yetu locally, ili kuweza kutoa nafasi ya local content. Sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la watu kununua kwa mfano bonds. Wanawekeza na zinafanya vizuri sana. Pesa watu kwa nini zisiingie kwenye uwekezaji huo? Kwa maana ya kwamba wanunue shares na tupate local content ya kweli kuliko hii ya kubatia, kwamba kuna asilimia hii kwenye stock market yetu. Kwanza itaimarisha sana na itakuja kupe. Lakini la pili ambalo pia ningependa nizungumzie ni jiografia yetu. Hatuitizami sana. Tunayo advantage kubwa sana. Hawa wengine ambao wana migodi au wana madini ya rare earth, nchi takriban 4, DRC, Malawi, Burundi na kadhalika, wote hawa wana migodi au wana madini ya kimkakati, lakini hawana njia isipokuwa kupitia kwenye lango letu. Tuanze kujipanga, tuone namna gani tunaweza kuweka mazingira yakatufanya mbali ya kwamba ni wao, lakini bado sisi tukawa wanufaika wakubwa kwa sababu ya jiografia yetu. Tumeona bomba la mafuta la EACOP linapita kwetu, litakapoanza kazi tutapata manufaa. Basi vivyo hivyo tuangalie kwenye mambo mengine yote kutuletea fursa, na pengine hiyo ndio pia jicho la ziada kutuangalia sisi ni pamoja na hiyo kwamba tunayo jiografia ya kimkakati, na hiyo pia tuitizame
na tuone namna gani tunaweza kujipanga vizuri. Nakushukuru sana Hassan Simba Yahya, balozi mstaafu huyu, amehudumu katika nchi kadhaa akiwakilisha Tanzania. Asante sana kwa ushiriki wako katika kipindi chetu maalum balozi. Asante sana. Na hapa studio tumekuwa naye Benedict Bisunzu, afisa mtendaji mkuu kutoka kampuni ya Tembo Nickel. Nikushukuru sana kwa kushiriki nasi. Asante sana Henry kutoka God Mwanga, kampuni inayochakata chimba na kuchakata madini ya graphite. Asante sana kwa kushiriki nasi. Asante sana mshauri wetu Humphrey Simba, mshauri katika sekta ya madini na mtaalamu wa manunuzi. Asante. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Asante sana mtazamaji, mimi ni Faraja Sendegia. Hoja yetu katika kipindi chetu maalum imekuwa ni mchango wa madini ya kimkakati katika ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii Tanzania. Mimi ni Faraja Sendegia, asante kwa kuwa nasi.